Be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu wetu libarikiwe. Let's bow our head as we pray. Tuinamishe vichwa vyetu tukiomba. Our Lord and our God, we thank you at this time. Bwana na Mungu wetu, tunakushukuru kwa wakati huu. We bless your name and glorify your name because there is none like unto thee. Tunabariki jina lako kwa sababu hakuna mtu kama wewe. We thank you for your great mercies and love in which you have loved us. Tunakushukuru kwa neema zako kubwa ambazo umetupenda nazo. That you have made us accepted in the beloved. Umetufanya tu watu wa kukubaliwa katika wapenzi. Father, we praise your name. Tunasifu jina lako. Lord, we bless your name. Bwana, tunabariki jina lako. Lord, we glorify your name. Bwana, tunatukuza jina lako. Lord, we magnify your name. Bwana Mungu, tunaliinua jina lako. We commit this fellowship, this meeting into your able hands. Mkutano mikononi mwako. The Bible says, and they shall be taught of the Lord, and great shall be their peace. Watafundishwa na Bwana nao watapewa amani kubwa. Teach us that we might experience your peace. Fundishe ili tuweze kupewa amani yako. Teach us that we might experience your love. Fundishe ili tuweze kupewa upendo wako. Heavenly Father, King of glory, Baba we wa pray mbinguni, mfalme wa utukufu, tunaomba that your power will be made manifest. Nguvu zako ziweze kuonekana. That you will give your spirit to your people. Kwamba utapeana roho wako kwa watu wako. That you will heal the sick. Utawaponya wagonjwa. You will comfort the broken hearted. Utawafariji wanaokuwa na mioyo ya kuvunjika. You will strengthen the weak. Utawatia nguvu wadhaifu. Thank you, King of glory. Asante mfalme wa utukufu. Thank you, Lord of hosts. Asante Bwana wa majeshi. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen, amen. 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 So we are happy to be before the presence of the Lord once again. Tunafurahia sana kuwa katika uwepo wa Bwana mara tena. We thank God for yesterday being Sunday. Tunashukuru Mungu kwa jana ikiwa Jumapili. And the great testimony that greeted us yesterday. Na ushuhuda kubwa ambao tusalimia jana. How that a sister received the Holy Ghost. Kwamba dada alipokea Roho Mtakatifu. And how that others came forward to give their life to Christ. Na kisi kwamba wengine walikuja kupeana maisha yao kwa Kristo. I would like to emphasize at this time that we might think that we are preachers or that. Napenda kuzingatia kwa hili jambo kwamba tunaweza kuanzia kwamba tuko wahubiri ama kitu fulani. But it is God doing his work. Bali ni Mungu ndiye anafanya kazi yake. The preacher was not present physically when that person received the Holy Ghost. Mhubiri hakukuwa pale wakati ule mtu alipokea Roho Mtakatifu. God gave it to the girl. Mungu alimpea dada. And others when they saw that they were compelled to give their life to Christ. Wengine walipoona ile wakasulutishwa kupeana maisha yao kwa Kristo. So we are really grateful to God. Kabisa tunamfurahia Bwana. For the message on Sunday, dynamic faith. Kwa ujumbe wa Jumapili ambao ulikuwa unaongea juu ya imani ya nguvu. Imani ya nguvu. If we will be sincere, we must have weighed ourselves in the scales of God's balances. Kama tungepasha kuwa wa kusemesha ukweli, tulipasha kujipima kwenye mizani za Mungu. And we would have been able to ascertain what kind of faith we have and we are operating in. Na tungeweza kujua kama tuko natumikia ndani ya imani aina gani. By the grace of God, the Holy Spirit led us in some series of prayers yesterday here. Kwa neema ya Mungu, Roho Mtakatifu alituongoza kwenye maombi fulani jana hapa. And as we were concluding the prayers, he gave a vision to someone. Tulipokuwa tukimaliza maombi akapeana maono kwa mtu fulani. Of the assurance of his security with his people. Juu ya hakikisho lake na ulinzi wake juu ya watu wake. So we are not shaking. Kwa hiyo hatuogopi, hatutikisi. We are not perturbed, we are not disturbed. Hatusumbuliwe. 1,000 may fall by your left. Anaweza akata kama 1000 anakuja kushoto yako. 10,000 by your right. Na 1000 zingine zinakuja kuuma. But they will not come near your dwelling place. Bali hawatakaribia mahali ambapo unakaa. Only with your eye will you see your desire upon the wicked. Kwa macho yako utaona tamanio zako juu wa ovu. So we are really grateful to God. Kabisa tunamfurahia Bwana Mungu. Let me just give a passing comment. Acha niweze kupeana neno fulani. I'm not much of a preacher. Mimi siko mengi sana ya mhubiri. So when I see someone that preaches with the intensity and vigor that Brother Chris uses, ninapoona mtu ambaye anahubiri kwa nguvu, amgisi ndugu Chris anavyotumikishwa, it really challenges me. Inanibishana, inakuwa bishano kwangu. Because I know that I don't have such intensity. Sababu ninajua kwamba sina ugumu, ujasiri kama huo. In my own little way I try as God is helping me, but that intensity I don't have it. Kwa gisi yangu kidogo ninajaribu, lakini ile uwezo kabisa mimi sina nao. So we are grateful to God. Kwa hiyo tunamfurahia Bwana. Paul planted, Paulo alipanda, Apollos watered, Paulo alinyunyuzia, God gave the increase. Mungu akapeana kuongezea. So we are grateful to God today. Tunamfurahia Bwana Mungu leo. Today we will be talking on a topic. Leo tunaenda kwa tukizungumza juu ya somo that in our little family altar here,
ndani ya maombi yetu ya jamaa hapa kidogo we have just discussed about it in brief. tulinena juu yake kifupi. Where did I get the inspiration to bring such a topic? Nilipata wapi uvuvio kwa kuweza kuleta mahubiri kama haya? It was from the text Pastor took when he took on the symphony, the bride must be in symphony. Ilitoka kwenye mahubiri wakati mchungaji alihubiri somo mbali nasema biharusi anapaswa kuwa katika umoja. I went back to look at Isaiah 52. Nilienda nikatazama Isaya 52. And God was pointing me towards something. Na Mungu alikuwa ananionyesha mambo fulani that we will deal with. Ambayo tutakuwa tunaongea juu yake. It's likely to be a long teaching. Itakuwa mafundisho marefu. So we will look at how we can cut it. Tutaweza kuona jinsi gani ya kuifanya mfupi. Maybe we will take a part today. Tutachukua sehemu leo. When else God give us grace, we take another part until Mungu akitupatia wakati mwingine tutachukua sehemu nyingine mpaka tuimalizie. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. So like I said, I'm not a preacher. Gesi nimesema mimi siko mhubiri. I'm trying to teach. Najaribu tu kufundisha. Because the other time we had a report that my voice was low. Ile siku tulisikia kwamba sauti yangu ilikuwa chini. Sometimes in teaching like that, katika mafundisho kama hiyo, our voices tend to be low, so I'm improving to increase my voice. Sauti zetu zinajaribu kuwa chini, sasa najaribu kuongezea sauti yangu. Secondly, why you will bear with me, this is my first time of using interpreter. Kingine, kwa nini mtanisamehe? Hii ni mara yangu ya kwanza kutumikisha. In all my life I've not really gone out like that. There has been no need for interpreters. Katika maisha yangu nilikuwa sijawahi kuhubiri pamoja na mtafsiri. Nilikuwa nahubiri tu ndani ya Kiingereza. So please bear with us. Kwa hiyo basi mtuvumilie and give us your attention na mtupatie mawazo yenu as we look on this issue that is bothering upon my heart at this time. Tukitazamia hili jambo ambalo liko kwenye moyo wangu kwa wakati huu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Amen and amen. Amina, amina. So let's quickly delve into what we have for today. Tukabiliane basi kwa ile ambayo tuko naye kwa leo. The last time Pastor taught the bride must be in symphony. Ile wakati mchungaji akafundisha juu kwamba bibi harusi anapaswa kuwa katika symphony. He took his text from Isaiah chapter 52. Alichukua somo lake kutoka kwenye Isaya 52. So I'm taking us to Isaiah chapter 52 again. Na ninaturudisha tena kwenye Isaya 52. By the grace of God, Pastor has touched on why the watchmen should see eye to eye. Kwa neema ya Mungu mchungaji aligusia kwa nini walinzi wachungaji waone jicho kwa jicho. He has talked on the composer, akanena juu ya mtungaji wa wimbo, director, akanena juu ya kiongozi na wanamuziki. How they must be in the spirit of the composer. Yesu wapasha kuwa katika roho ya mtungaji. Why we must be united. Na kwa nini tunapaswa kuunganishwa. Amen and amen. Amen, amen. So today, kwa hiyo leo, let's open to Isaiah 52. Tufungue Isaya 52. We'll read verse 1 and 2. Tutasoma mstari wa kwanza na wa pili. Isaiah chapter 52 verse 1 and 2. Isaya 52 mstari wa kwanza na wa pili. Awake, awake. Amkeni, amkeni. Put on thy strength, O Zion. Zivae nguvu zako, Sayuni. Put on thy beautiful garments, O Jerusalem. Jivike mavazi yako mazuri, the holy city. Mji mtakatifu. For henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Kwa maana hakutatokea tena ndani mwako wasiotahiriwa na walio wanajisi. Shake thyself from the dust. Jichunguze kutoka kwenye mavumbi. Arise and sit down, O Jerusalem. Amkeni na uketi chini, Yerusalemu. Loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion. Jifungue ewe binti mfungwa wa Sayuni. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Let's just say another prayer as we go into the word now. Tuombe tena tukiingia katika neno. Father, the hour has come where we must look into the scriptures. Wakati imefika tutazame kwa maandiko. As we are instructed, precept must be upon precept. Tunavyoongozwa, mstari unapaswa kuwa juu mstari. We pray that you will come and hatua. We pray that you will help the speaker. Tunaomba kwamba utasaidia mwelezi. And you will help the listener. Utasaidia wasikilizaji. That you will give us grace even at this time. Utatupatia hata neema kwa wakati huu. That we might come to a conclusion. Ili tuweze kufikia kumaliza. That we need you. Kwamba tunakuhitaji wewe. Thank you, King of Glory. Asante mfalme wa utukufu. In the name of Jesus Christ we pray. Katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba. So for a way of captioning this message, gisi ya kuliita hii ujumbe, we will be titling it, tutakuwa tunaita Awake, amkeni, put on strength. Na ujivike nguvu. Awake, put on strength. Amkeni, ujivike nguvu. Awake, put on strength. Amka, ujivike nguvu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Awake, put on strength.
Amka, jivike nguvu. From verse 1 where we read here, kwenye mstari wa kwanza mambo tumesoma, the Bible started by saying, awake, awake. Biblia inaanza na must understand. Kuna kitu ambacho tunapaswa kukielewa. When I'm talking with you, wakati niko naongea na wewe, I'm talking to someone, naongea na mtu fulani, when I start repeating myself, ninapoanza kurudia maneno yangu, it implies that what the message I'm giving is urgent. Inaonyesha kwamba ujumbe ambao niko napeana ni ujumbe wa haraka. It implies that the message is important. Inamaanisha kwamba ujumbe ni wa maana sana. You will say our mothers in Nigeria, ungewaona mama zetu kule Nigeria, they will call their baby or their children, wanaita watoto wao. After calling them, kisha wao kuwaita, they will ask, watauliza, how many times did I call you? Nimekuita mara ngapi? How many times did I call you? Nimekuita mara ngapi? According to the increase of the times, kufuatana na kuongezeka kwa mara limwita, it shows the importance of what she wanted to convey. Inaonesha umuhimu ya ile ambayo alipenda kumwambia. So we see God here saying, awake, awake. Na tunamuona hapa Mungu akinena, akinasema amka, amka. A double emphasis. Ni mara mbili, neno ambalo alisema mara mbili. A double emphasis. Analizingatia mara mbili. Why? Kwa nini? Because what you want to convey is important. Ile ambayo anapenda kutuambia ni la muhimu. What he wants to tell you is important. Ile ambayo anapenda kukuambia ni la muhimu. Why if except you awake, you will not get what he wants to tell you. Isipokuwa uamke, hata hautapata kile ambacho anapenda kuambia. If you are in the position of sleeping, uko katika nafasi ya kulala, what he wants to tell you, kile ambacho anapenda kuambia, you will not receive it. Hautakipokea. You will not understand it. Hautakielewa. That is why he was emphasizing. Ndio maana alikuwa akizingatia. Awake. Amka. Awake. Amka. Awake. Amka. Awake. Amka. After emphasizing awake, kisha kunena amka, put on strength. Anasema jivike nguvu. Because the things we want to deal with, kwa sababu jambo ambalo tunapenda kukamiliana nalo, it requires strength. Inahitaji nguvu. It requires strength. Inahitaji nguvu. Look, I will give you an instance. Nitaambia, naonesha jambo fulani. Elijah, Elia, when he was in 1 Kings chapter 19, katika Wafalme wa kwanza 19, when he was sleeping under the juniper tree, wakati alikuwa amelala chini ya an angel came to him. Malaika alikuja kwake. Elijah, arise. Elia, amka. Elijah, eat. Elia, kula. Elijah, arise. Elia, amka. Elijah, eat. Elia, kula. The Bible told us, and Elijah went in the strength of that meal 40 days and 40 nights to the mountain of God. Biblia inatuambia Elia akatembea siku 40 usiku na mchana akipanda juu ya mlima wa Bwana. He went in the strength of that meal 40 days and 40 nights to the mountain of God. Katika nguvu za ile chakula siku 40 na usiku kwenye mlima wa Bwana. Awake, awake. Amka, amka. Put on strength. Jivike nguvu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. I would like to tell us that there are different kinds of sleep. Napenda kutuambia kwamba kuna aina mbalimbali ya usingizi. For me to tell you awake, awake, kwangu kukuambia amka, amka, it means you are sleeping. Inamaanisha ulikuwa umelala. You don't tell someone that his eyes is wide open to awake. Hautamwambia mtu ambaye iko naona macho yake iko wazi umwambie amka. Let's say I am in the room. Acha niseme niko ndani ya kitanda. And you enter into the room. Na unaingia ndani ya kitanda. And you see ndani ya chumba. Wide awake. Unaniona macho yangu. You see my eyes open. Unaona macho yangu. Will you tell me awake, awake? Utaniambia amka, amka. No, you will not tell me that. Hapana, hutaniambia hivyo. Meaning that kimaanisha kwamba God is not joking when he says awake, awake. Mungu hacheze anaposema amka, amka. There is a spirit of spiritual slumber. Kuna roho ya usingizi wa kiroho. Slumbering has taken hold of the people. Usingizi umeweza kuwashika watu. God knows that if he start talking, he will talk into the air. Mungu anajua tukianza kuongea tunaanza kuongea na so he tells them awake, awake. Kwa hiyo basi anajua, anawaambia the repetition of awake is an emphasis. Hii kurudilia amka, amka ni kuzingatia. Is an emphasis. Ni kuzingatia. Amen and amen. Amen, amen. For instance, kwa mfano, I call you, I want to tell you something. Na kuita, napenda kuambia kitu fulani. And I'm repeating something. Nami narudilia jambo fulani. All what I'm telling you in that conversation, your emphasis and your focus will be turned to that place I'm emphasizing. Ile mawazo yako yote itaelekea kwenye ile jambo ambalo niko nazingatia. Awake, awake. Amka, amka. Because there are different kinds of sleep. Sababu ziko aina mbalimbali za usingizi. Amen and amen. Amen, amen. Now, sasa, sleep is good. Usingizi ni mzuri. Sleep is good. Usingizi ni mzuri. Sleep is not a bad thing. Usingizi haiko jambo mbaya. For instance, the Bible says in Psalm 127, Biblia inasema ndani ya Zaburi 127,
27. God giveth his beloved sleep. Amen. Bwana Mungu anapeana wapenzi wake usingizi. So if you are a beloved of God, ukiwa mpenzi wa Bwana and you are struggling with sleep, na wewe haunakazana upate usingizi, check it again. Ichunguze tena. He giveth his beloved sleep. Biblia inasema aopeana wapenzi wake usingizi. The Bible says it is vain for you to stay awake all night. Biblia inasema ni ubatili kwako kubaki ulale usingizi usiku watching and watching and watching. Unakesha. It is in vain for you to eat the bread of affliction. Ni katika ubatili unakula ile mkate ya mateso. For he giveth his beloved sleep. Kwa sababu hupeana wapenzi wake usingizi. In one of our evening prayers in the family altar, katika mmoja maombi yetu katika maombi I was telling us that I sleep and I wake. Nilikuwa natuambia kwamba ninalala na ninaamka. Because it's watching over me. Ni kwa sababu anakesha juu yangu. The one that keepeth Israel, ule anayekesha juu ya Israeli, he neither sleep nor slumber. Halale usingizi. So what is the need for me to stay awake and be watching when one is watching over me? Naona gani nibaki nisilale usingizi wakati mtu fulani kuna kesha juu yangu? One is watching over me that doesn't sleep or slumber. Ule ambaye anakesha juu yangu halale usingizi. And I want to stay awake and watch. Mimi napenda tu kubaki silale na sikeshi. No, I sleep well. Nalala tu. Because sleep is good. Sababu usingizi ni mzuri. Sleep is a way of replenishing your physical strength. Usingizi ni gesi ya kwenda kujirudishia nguvu zako. In one encounter, Jesus told his disciples, katika moja ya nafasi fulani Yesu akaambia wanafunzi wake, enyi watu mwende mkapumzike. You should go and rest. Mwende mpumzike. So Jesus knows the importance of this physical rest. Yesu anajua umuhimu wa kupumzisha mwili. He knows the importance of physical rest. Anajua umuhimu wa kupumzisha mwili wako. What do you think happened when Jesus entered that ship and he went to lie down? Unawazia nini lifanyikana Yesu alipoingia ndani ya ile chombo akaenda kulala chini? The physical body needs rest. Mwili unahitaji kupumzika. We have to give it that rest. Tunapaswa kupea ule kupumzika. We are not super spiritual. Hatuko watu wa kiroho wa kipekee. We are supernatural. Tuko tu wa kiungu. The natural aspect is there. Ile hali ya kiwili iko. And God knows that he still needs your body to achieve certain purposes. Na yeye Mungu anajua kwamba angali unahitaji mwili wako kuweza kupata vitu fulani. So you have to rest on certain occasions. Wapasha kupumzika kwenye nafasi fulani. By the grace of God, I am pastor this morning. We did exercise. Kwa neema ya Mungu mimi na mchungaji If we wanted to be super spiritual, kama tulipenda kuwa wa kiroho, we would be in the room. Tungekuwa ndani ya chumba. But the physical body needed that exercise. Lakini mwili ulihitaji kufanya mazoea. By that exercise our blood circulation has improved. Kwa ile kufanya ile mazoea damu yetu imeweza kutembea tena vizuri. Waste from our body has been removed. Jaso tumeweza vitu vibaya ndani mwili wetu viliondolewa. Will you tell me that is bad? Je, utaniambia ile ni mbaya? No, that is not bad. Ile haiko mbaya. There are different kind of sleep. Ziko aina mbalimbali za usingizi. There is a positive sleep. Kuna usingizi mzuri. There is a negative sleep. Na kuna usingizi mbaya. Positive sleep. Usingizi mzuri. Negative sleep. Na usingizi mbaya. Positive sleep is the one you sleep when, like in the night rest. Usingizi mzuri ni ule kama unalala. Your body is replenished. Usiku. Mwili wako unarudisha tena. I personally, God has helped me. Mimi binafsi Mungu amenisaidia. I don't take any pain reliever. Mimi sikulake hii makembe za kuondoa maumivu. I don't take any painkillers. Sikulake makembe za kutoa maumivu. I'm not teaching you a doctrine that I should not take painkillers. Ndishe mafundisho kwamba usiende ukapole zile kembe. If I have faith, I have it for myself. Nikiwa na imani, niko na imani kwa ajili ya mimi mwenyewe. Amen and amen. Amen. But what I'm saying is, kila ambacho nakwambia, anytime I have headaches, mara nikisikia kichwa, I don't take anything. Sikunywake kembe zote. God has taught me that what I should do at that time is sleep. Mungu amenifundisha kwamba yenye naweza fanya ile wakati ni kulala. So when I sleep, ninapolala and I awake, ninaamka, headache is disappeared. Basi kichwa imekosekana. I came to another that the most important healing of our bodies take place when we sleep. Nilikuja kutambua kwamba uponyaji wa miili zetu unapatikana tunapolala. That is why when the doctor want to do an important operation on you, ndio maana wakati daktari anapenda kufanya upasuaji, he doesn't leave you to be awake. Haizi kukuacha uko umeamka. Because you will struggle with it. Sababu utamsumbua. Doctor is paining me here. Utamwambia inaniuma hapa. Doctor, small and cut that place. Hata kidogo daktari. The doctor gives you an anesthetic injection. Daktari anakupatia shindano ya kukulalisha usingizi. And you go to sleep. Na unalala usingizi. Then he does what he wants to do. Alafu anafanya ile ambayo amen and amen. That is a positive sleep. Ile ndio usingizi. But there's a negative sleep. Bali kuna usingizi pia mbaya. What is a negative sleep? Usingizi ambao ni wa. Your house is on fire. Nyumba yako iko kwenye moto. With all the heat. Na joto yote. You are comfortable sleeping here. Na wewe uko nalala pale. Thieves came. They were shouting. Wako nalalamika. Screaming. Wanapiga makelele. But you are in your corner sleeping. Wewe umelala tu. That sleep is dangerous. Ile usingizi ni wa hatari. Very dangerous. Ni wa hatari. There are some people that kuna watu ambao when they sleep, wanapolala, you can come to where they are.
Unaweza kuja mahali ambapo walipo. Remove everything in their hands. Unaondoa kila kitu yote mikononi mwao. Dangerous sleep. Ile ni usingizi hatari. Amen and amen. Amen, amen. So there are different kinds of sleep. Ziko aina mbalimbali za usingizi. And we must awake. Na tunapaswa But we must understand the kind of sleep God is looking. Tuamke. Definitely it is not a good sleep that he tells us he gives his beloved. Haiko usingizi mzuri ile ambayo anatupea sisi wapenzi wake. Amen and amen. Amen, amen. So to awake, kwa hiyo kuamka, is to arise, ni kusimama from a sleeping or slumbering condition or position. Kusimama unatoka kwenye ile nafasi ambapo umelala usingizi. To awake, kuamka, is to arise, ni kusimama from a sleeping or slumbering condition. Kutoka kwenye ile hali ya kuchukuliwa na usingizi. From a sleeping or slumbering position. Kutoka kwenye ile nafasi ya kulala usingizi. Amen. Amina. To awake, kuamka, to arise, kusimama, to arise, kusimama, to arise, kusimama. Amen and amen. Amen, amen. There are different kinds of sleep. Ziko aina mbalimbali za usingizi. Amen. Amen. There is the God-caused sleep. Kuna ile usingizi ambayo inakupewa na Mungu. There is the sleep that God himself causes. Kuna usingizi ambayo Mungu mwenyewe anasababisha. Romans chapter 11 verse 8. Romans chapter 11 verse 8. 11:8. Romans 11 verse 8. Waroma 11:8. According as it is written, kama jinsi ilivyoandikwa, God has given them the spirit of slumber. Mungu aliwapa roho ya usingizi. Eyes that they should not see, macho yasione, and ears that they should not hear, masikio yasisikie, unto this day. hata siku hii ya leo. What does that Bible say? Ile inasemeka God is the one that gives them. Mungu ndiye amewapea the spirit of slumber. Roho ya usingizi. Amen and amen. Amen, amen. In another part of the Bible says, because they love not the truth, Biblia umefasi pengine Biblia inasema kwa sababu hawakupenda God ukweli, will send them strong delusion. Mungu atawatumia nguvu ya udanganyifu. The highest deceiver is God himself. Mudanganyifu mkubwa ni Mungu mwenyewe. The highest deceiver is God himself. Mudanganyifu mkubwa ni Mungu. That's why the Bible said in Proverbs, so the upright will be upright. Biblia inasema katika Mithali, wenye haki wenye imara wao imara. But to the froward, I also will be froward. Bali kwa wale waovu mnapita atakuwa so if you think you are a trickster, ukiwazia kwamba wewe ni trickster, just pray that God doesn't yet have your time. Omba tu kwamba Mungu bado hajakuwa na wakati. Because God has got every trick in his bag. Mungu yuko na kila mbinu zote katika mfuko wake. Jacob thought he was a trickster. Yakobo aliwazia kwamba yeye ni mwenye mbinu zile. He went to Laban's house. Alienda katika nyumba ya babu yake Laban. He was cheated of his wages over and over. Akaibiwa mshahara wake mara na mara. Until God had mercy on him and gave him a revelation in the dream. Mpaka Mungu akamrehemu akampa ufunuo ndani ya ndoto. He thought he was a trickster all along. Yeye Yakobo aliwazia kwamba he did not know that God is the chief trickster. Hakujua kwamba Mungu ndiye mjanja wa wote. It is God that extends them strong delusion. Mungu ndiye huwatumia hii nguvu za udanganyifu. I was talking with some of my secondary school friends. Kwa naongea na mmoja wa rafiki zangu wa sekondari on some teachings of the Bible. Najua mafundisho fulani fulani ya Biblia. Do you know that Jesus spoke in a way as to confuse people? Nikawaambia, je, mnajua kwamba Yesu alinena katika hali ya kuwachanganyisha watu? Biblia inasema, lest they should be converted and I should heal them. Wasije wakaongoka na akawaponya. So there is a group Jesus don't want to be converted. Kuna kikundi ambacho Yesu hapendi waongoke. No matter how you try to preach to them, ijalishi kiwango gani najaribu kuwahubiria, they will not be converted. Hawatawahi kuokoka. It's not that you have not tried. Si kwamba hujajaribu kuwahubiria. It's not that you have not prayed. Si kwamba hujaomba. God has poured upon them the spirit of slumber. Mungu amewawekea roho ya usingizi. This sleep we are talking about, hiyo usingizi tunanena when we transpose it into the spiritual, tunapobadilisha kwa ya kiroho, it doesn't necessarily mean stay like this and close your eyes. Haiseme tu kuenda na ndani ya kitanda chako na kufunga macho. Amen. There is something we say in Lagos. Kuna kitu ambacho tunakisema kule Lagos. If you are standing here, kama unasimama hapa, and an opportunity keeps passing you by, na zile fursa zinakuwa zikikupita, what will people around tell you? Kila watu ambao wako kando yako watakwambia nini? They tell you are sleeping. Watakwambia huko unalala. But you are standing upright. Na wewe unasimama. Your eye is open. Macho yako iko wazi. But opportunities are passing you. Lakini fursa ziko zinakupita. They tell you sleeping. Watakwambia wewe huko unalala wewe. They tell you, guy, awake. Watakwambia wewe jameni amka. Awake, guy. Amkeni wewe jamaa. If opportunities are passing kama you. Fursa ziko zinakupita. So this sleeping we are talking about is not a physical sleep as we understand sleep. Usingizi ambao tunanena juu yake haiko usingizi hii ya mwili kisi tunavyo. For instance, the Bible also said, he that has ears to hear, let him hear. Kwa mfano Biblia inasema, yeye ambaye ana masikio acha asikie. Is Jesus trying to say there are some human beings that don't have these two things? Je, Yesu anajaribu kutufundisha kwamba kuna wanadamu That's not what he said. Mambo mawili. There is the ear of the heart, there is the ear of the spirit. Kuna masikio ya matendo na kuna masikio
that has ear to hear, let him hear. Yeye anaye na masikio acha na asikie. Seeing they see not. Kuona hawaoni. Hearing they understand not. Wanasikia lakini hawaelewi. They are seeing but they are not seeing. I don't understand. Oh, hallelujah. Wanaona lakini hawaoni. Mimi sielewi. Seeing they see not. Wanaona lakini hawaoni. What? I don't understand. Mimi sielewi kabisa. It is beyond the scope of English language. Oh, hii inavuka hata lugha ya Kiingereza. Bible language is not English language. Biblia ya lugha ya Biblia hiko Biblia ya Kiingereza. What is seeing they see not? Kuona na hawaoni ni nini ile? What is hearing they hear not? Kusikia na hawasikie ni nini ile? Let me show you something. Acha nitoneshe jambo fulani. That happened in Cornelius' house. Ambayo ilifanyikana katika nyumba ya Cornelio. Acts chapter 10. Matendo ya Mitume 10. Acts chapter 10. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 10. The Bible said, Biblia ikasema, verse, why Peter yet speak these words, the Holy Ghost fell. That is verse 44. 44. Now the Bible says, why Peter yet spake these words? Petro alipokuwa akisema maneno haya. Why Peter yet spake these words? Petro alipokuwa akinena maneno haya. The Holy Ghost fell on all them which heard the word. Roho Mtakatifu akashuka juu yao wote waliosikia lile neno. Amen and amen. Amen, amen. Why Peter yet spake these words? Wakati Petro alikuwa bado ananena maneno haya. The Holy Ghost fell on all them which heard the word. Roho Mtakatifu akashuka juu yao wote waliosikia neno. The Holy Ghost did not fall on all them which heard the words. Roho Mtakatifu hakushuka juu yao waliosikia ya maneno mengi. The Holy Ghost fell on them which heard the word. Roho Mtakatifu alishuka juu waliosikia neno. In every preaching, when every preacher preaches, ndani ya kila mahubiri, wakati kila mhubiri anahubiri, his utterances are called rhema. Maneno yake yanaitwa rema. But contained in his rhema, ndani ya ile rema yake, is the logos you must hear. Muko logos ambao unapaswa kusikia. Why Peter was giving the rhema, wakati Petro alikuwa anatoa rema, they that heard the logos, wale waliosikia sasa logos. Everybody heard the rhema, kila mtu wote alisikia rema, but they that heard the logos, bali wale waliosikia logos, it was on them the Holy Ghost fell. Ni kwa Roho Mtakatifu alishuka juu yao. If you are there without understanding, ukiwa kule bila ufahamu, you say all of them heard Peter. Utawazia kwamba wote walimsikia Petro. Yes, all of them heard Peter. Ndio wote walimsikia Petro. But there was a group that heard the logos. Bali kuna kikundi ambao kilisikia logos. It was those ones that heard the logos. Wale waliosikiliza logos, fell wale ndio Roho Mtakatifu alishuka juu yao. Are we seeing that? Tumeona hilo. Hearing they hear not. Wanasikia lakini hawasikii. All of them was hearing. Wote walikuwa wanasikia. But the group that heard the logos. Bali kikundi kilichosikia logos. The preacher can give utterances. Mhubiri anaweza kutoa matamshi. Contained in all his utterances, katika yale matamshi, is the logos, the actual revelation of God. Muko logos ambaye ndio ufunuo. When you hear that one, your life will never remain the same. Unaposikia ile maisha yako. That's why a preacher can be preaching. Ndio maana mhubiri anaweza kuwa all of a sudden he says something that strikes your heart. Kwa kustukia anasema jambo bali linagusa moyo wako. Some people scream. Watu wengine wanalalamika. Some people jump from their seats. Wengine wanaruka. Some people echo amen. Wengine watasema amen. Some people burst out in tongues. Wengine wanasema kwa lugha. That is something that struck. Ile ni kitu fulani imemgusa. All these utterances they maybe wengine wote walikuwa wanasikia lakini iliwapita tu. That's why we must be careful listeners. Ndio maana tutapaswa kuwa wasikilizaji waangalifu. Jesus advised us how to hear. Yesu Kristo akatushauri jinsi ya kusikia na la kusikia. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. So this God gives people the spirit of slumber. Mungu hupea watu roho ya usingizi. Another thing God did again, explaining this sleep. Jambo lingine ambalo Mungu alifanya tena kufafanua usingizi. If God wants to perform something extraordinary in your life, kama Mungu anapenda kufanya kitu ambacho si la kawaida ndani ya maisha yako, there are certain experiences and processes God will want to give you. Ziko zoezi fulani ambazo Mungu atakupea. He must put you to sleep. Atakuweka uende kulala. If the physical doctors put you to sleep for important surgery, kama daktari hao wa kawaida wanakufanya ulale kwa God wants to perform a serious surgery on your life, kama Mungu anapenda kufanya upasuaji ndani ya maisha yako, put you to sleep. Atakuweka ulale usingizi. Genesis. Mwanzo. Genesis chapter 2. Mwanzo sura yake ni ya 2. Verse 21. 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. Bwana Mungu akasababisha usingizi mzito. Adam is the son of God. Kumwangukia Adamu. Adamu ni mwana wa Mungu. One day I was preaching. Siku moja alikuwa anahubiri. I said God created only 2 sons. Nikasema Mungu aliumbaka tu wana wawili. God created only 2 men. Aliumbaka wanaume tu wawili. Adam and Jesus. Adamu na Yesu. Amen and amen. Amen, amen. Adam and Jesus. Adamu na Yesu. Paul told us Adam was not in the transgression.
Paulo anatuambia kwamba Adamu hakuwa ndani ya kuanguka. It was impossible for Adam to fall. Ilikuwa haiwezekani kwa Adamu kuanguka. The prophet told us Adam was a pure creation of God, while the woman was a byproduct of the man. Nabii akatuambia kwamba Adamu alikuwa ndani ya uumbaji wa kwanza wa Mungu, na mwanamke alikuwa katika ile ya pili. God wanted to perform his surgery on this man. Mungu alipenda kufanya upasuaji kwenye huyu mtu. And what did God do? Mungu akamweka kulala usingizi. After God put him to sleep, kisha Mungu kumweka kulala usingizi, God opened the side, Mungu akafungua upande wake, akatoa bavu and formed the woman for him, na akamtengenezea mwanamke. Amen and amen. Amen, amen. Young people that want to get married, wa vijana ambao mnapenda kuolewa, look at the process God took Adam through. Tazama mchakato ambao Mungu alimpitisha Adamu. God put him to sleep. Mungu alimweka kulala. And if you watch, ukitazama, it was something that was removed from Adam. Ilikuwa ni kitu ambacho kiliondolewa ndani ya Adamu, that was used to make his wife. Ambako That is to say, ile ndio kusema, the thing you will lack, ile ambayo unakosea, your wife must complement you. Wako apasha kukuongezea. That's what God is showing there. Ile ndio Mungu kunaonyesha what God removed from Adam, kile ambacho Mungu alitosha ndani ya Adamu, was what he used in making the woman. Ile ndio akafanya. And the Bible says, and God brought her to him. Mungu akamletea yeye. Sisters, wadada, you are scheming left, right and center. Unapijaribu huku na huku, kushoto kuume na you are inviting brothers on Sunday, come to my house, I cook pepper soup. Unaalika wandugu nyumbani kwangu niwapigie chakula. You are bringing matoke and chapati to church and say, I just want to share for brothers. Unaletea machapati na unasema nipenda tu kupatia wadada. You don't need to scheme your way for marriage. Upashe kujitengenezea njia yako. The Bible says God brought the woman to the man. Biblia inasema Mungu alileta mwanamke. And it is what is lacking in that man that God used in making that woman. Na ni ile ambayo inakosoa ndani ya ule mwanaume ambaye Mungu anatumikisha kumleta mwanamke. About Christian relationship is that it is God himself that must bring you into that relationship. Ukweli juu ya uhusiano wa Kristo ni kwamba Mungu God himself that must bring you into that relationship. Mungu mwenyewe ndiye anapaswa kuweka ndani ile uhusiano. It was God himself that saw that it was not good for the man to be alone. Mungu peke yake ndiye aliona kwamba haiko vyema. Young brothers, wandugu wachanga, don't let society tell you it is not good for you to be alone. Usiruhusu au watu ambao wanakuzunguka wakwambie it is God that saw that it was not good for you to be alone. Ni Mungu ndiye aliona kwamba haiko vyema kwa Adamu kukaa peke yake. Remove something from him. Mungu akamweka kulala usingizi. Use it to make the woman. Kitu fulani ndani mwake. Akatengeneza mwanamke, Mungu akamletea mwanamke. That's the pattern of God. Ile ndio. If God wants to perform a serious surgery on us, Mungu akipenda kufanya upasuaji juu yetu, he put us to sleep. Anatuweka kulala. Because if he doesn't put us to sleep, kama hatuweke kulala, we can resist. Tunaweza kushindana. The Bible says in the book of Isaiah 45, Biblia inasema ndani ya Isaya, woe unto him that striveth with his maker. Amelaaniwa anayeshindana na muumbaji wake. Woe unto him that striveth with his maker. Amelaaniwa anayeshindana na muumbaji wake. God doesn't want to strive with you. Mungu hapendi kufanya mashindano. So for certain things, he will just put you to sleep. Kwa ajili ya mambo fulani atakuweka tu kulala usingizi. Amen and amen. Amen, amen. There's another kind of sleep. Iko aina nyingine ya usingizi. The slothfulness caused sleep. Ile usingizi is called laziness. Ile usingizi ya uzembe. There's a sleep caused by laziness. Una usingizi ambayo inasababishwa na uzembe. Paul told us, Paulo akatufundisha, do not be slothful in spirit. Msiwe wazembe kwa roho. Do not be slothful in spirit. Msiwe wazaifu katika roho. I watch a lot of documentaries. Mimi natazama madocumentaries. I went to watch on the sloth. Nilienda kutazama kwenye ile uzembe. Do you know that sloth, if his life was in danger, he cannot escape for his life? If his life was in danger, kama maisha yake ilikuwa ndani ya hatari, he cannot escape for his life. Hawezi weza kukimbia kwa ajili ya maisha yake. Ile uzembe. Sloth is actually an animal. Uzembe ni mnyama. If you go to your Google and put the most lazy animal, sloth will come out. Enda kwenye Google watakuonesha kwamba mnyama mzembe ile sloth atatoka. Let's go to Proverbs chapter 19. Tuende kwenye Methali 19. Proverbs chapter 19. Methali 19. Verse 15. 15. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Uzivu hutumia mtu katika usingizi mzito, na nafsi yake mvivu itaona njaa. Slothfulness casteth into a deep sleep. Uvivu unakusababisha kuwa katika usingizi mzito. As believers, kama waamini, we are not called to be lazy. Hatuitwe kuwa wavivu. Many use the gospel as an excuse to be lazy. Wengi wanatumikisha injili kama jambo la wao kuweza kuwa wavivu. Jesus said, my father worketh hitherto and now I work. Yesu akasema, my father worketh hitherto
Now up to now my father work and now I am working. Baba anafanya kazi na mpaka sasa baba anafanya kazi na mimi naendelea kufanya kazi. Also the bride must say, Jesus work itato, now I must work. Pia bibi harusi anapaswa kusema bwana harusi wetu anafanya kazi na sisi tupasha kufanya kazi. Slothfulness will cast you into a deep sleep. Uvivu itakuweka katika usingizi mzito. Deep sleep. Usingizi mzito. A deep sleep. Usingizi mzito. Laziness. Uvivu. Laziness. Uvivu. You see somebody, unaona he wakes up in the morning, anaamka asubuhi. instead of like in Lagos we live a fast life. Kama Lagos tunaishi maisha ya haraka. A fast-paced life. Maisha ya haraka. So you wake up in the morning, unaamka asubuhi, you must quickly hit the streets if you want to get something that day. Wapasha kufika mtaani kama utapasha kupata kitu fulani. But you wake up in the morning, bado unaamka asubuhi, you start rolling on your bed. Unaanza kujiviringisha kwenye kitanda chako. You are chako. a slothful fellow. Uko jamaa mvivu. You are a slothful fellow. Uko jamaa mvivu. If you know that you must go out by 6-7 a.m. in the morning, kama unajua unapaswa kutoka nje saa 12-1 asubuhi, don't wake up by 6:30 and start praying. Usiamke saa 12:30 na uanze kuomba. And tell me you are praying. Na uniambie uko naomba. Where you supposed to be on the street? Wakati ungekuwa where you supposed to be on the road in your work? Ungekuwa barabarani. Where you supposed to be about your business? Ungekuwa unaenda juu ya biashara zako. You tell me you are praying at that time. Na uniambie uko naomba kwa ile wakati. Set your priorities are right. Wewe weka vitu ambavyo vinavitaji vizuri. Don't use the gospel usitumikishe injili as an excuse for your laziness, kama sababu ya uvivu wako. Amen and amen. Ama uzembe wako. Proverbs chapter 20 verse 13. Mithali 20:13. Love not sleep, usipende usingizi, lest thou come to poverty. Usije ukawa masikini. Open thine eyes and thou shalt be satisfied with bread. Fumbua macho yako nawe utashibishwa na chakula. Love not sleep. Usipende usingizi. There are 3 things a servant of God cannot overdo. Kuna vitu vitatu ambavyo mtu wa Mungu hawezi kuvifanya zaidi. A servant of God cannot oversleep. Mtumishi wa Mungu hawezi kulala sana. They are not permitted to oversleep. Hawaruhusiwe kulala usingizi mwingi. No. Hapana. They are not permitted to oversleep. Hawana ruhusa ya kulala mwingi. And that in the servant of God, you are not permitted to overeat. Jambo lingine ambalo mtumishi wa Mungu anapaswa kufanya, hauruhusiwe kukula mengi sana. A servant of God is not permitted to overeat. Mtumishi wa Mungu haruhusiwe kukula mengi sana. Because when you overeat, sababu unapokula mengi, you don't know how your body works. Haujui jinsi mwili wako inavyotenda. The more food you eat before you sleep, chakula mengi unayokula kabla hujalala, the lazier you become in sleep. Zaidi unavyokuwa mvivu ndani ya usingizi. That is why if you eat so much before sleeping, ndio maana ukikula mengi kabla hujalala, you will wake up hungry. Utaamka wakati kuna njaa. Why? Kwa nini? Your body labors to digest those plenty food you have eaten. Mwili wako inakazana sana kutengeneza ile vyakula. And in that state and condition, hardly will a message come that you will get it. Katika ile hali huwezi kupata hata ujumbe. So have you seen why some of cannot oversleep and overeat? Unajua kwa nini basi mtumishi wa Mungu apashe kulala mengi na kukula mengi? Slothfulness type of cost, the sleep that is caused by slothfulness. Usingizi ambao unasababishwa na uvivu. Amen and amen. Amen. The sleep caused by slothfulness. Usingizi unaosababishwa na uvivu. Proverbs chapter 6 verse 10 and 11. Mithali 6. Yes, Proverbs chapter 6 verse 10 and 11. Mstari wa 10 na 11. Yet a little sleep, hata usingizi mdogo, a little slumber, usingizi mdogo, a little folding of the hands to sleep, kufunga mikono yako, so shall thy poverty come as one that traveleth. Vile ndivyo umaskini wako utakuja kama mmoja anayesumbuka. And thy want as an armed man. And thy want as an armed man. Na mahitaji yako kama mtu mwenye silaha. So if you have been sleeping all along slothful sleep, kama umekuwa kilala hii muda yote usingizi ya uvivu, awake. Amka. Awake. Amka. Different kind of sleep. Aina mbalimbali ya usingizi. There is another kind of sleep. Kuna aina nyingine ya usingizi. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. There is another kind of sleep. Iko aina nyingine ya usingizi. David called it the sleep of death. Daudi akaita usingizi ya kifo. Psalm 13 verse 3. Zaburi 13 mstari wa the sleep of death. Akaita usingizi ya kifo. The sleep of death. Aliita usingizi ya kifo. Consider and hear me, O Lord my God. Tambua Bwana Mungu wangu. Lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Angazia ndani ya macho yangu
nisije nikalala usingizi wa kifo. When we are going to be praying, when you will be praying with the message, Wakati huko naomba, you will be telling God to lighten your eyes so you don't sleep the sleep of death. utaomba kwamba Mungu afungue macho yako. Lighten my eyes, Anasema weka nuru ndani macho lest I yangu, sleep the sleep of death. nisije nikalala usingizi wa kifo. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Peter, Petero, just before he betrayed the master, kabla hajamsaliti Bwana, he was sleeping in the place of prayer. alikuwa amelala katika nafasi pa maombi. Jesus said, Yesu akamwambia, can you not watch with me for just 1 hour, heavy with sleep? Yesu aliporudi kwao akapata macho yao mazito na usingizi. A serious spiritual battle is going on, Vita vikali vya kiroho viko vinaendelea, and Peter was sleeping. na yeye Petero alikuwa analala. Later he betrayed the master. Baadaye basi akamkana Bwana wake. If not for God's grace, Kama haikuwa kwa neema ya Mungu. remember the Bible said, Jesus said, I have prayed for you, Peter. Kumbuka Biblia inasema Yesu alisema I have nilikuombea prayed for Petero. you, Peter. Nilikuombea Petero. What if Jesus didn't pray for Peter? Ni nini lile ambalo Yesu alimwambia Petero? Satan would have sifted him like wheat. Alisema shetani alipaswa kumpepeta kama ngano. Satan would have sifted him like wheat. Shetani alipaswa kumpepeta kama ngano. Amen and amen. Amen, amen. Let me give us another example of a dangerous sleep. Nitupatie mfano mwingine ya usingizi hatari. Samson on Delilah's laps. Kitu fulani kwenye miguu ya Delila. On Delilah's laps. Kitu fulani kwenye miguu ya Delila. Young brothers, Wandugu wa vijana. the Bible said, Biblia inasema stolen bread are sweet to eat, mikate iliyoibwa inakuwa mitamu kuikula, and waters drank in secret are good, are sweet, na maji yanayokunywa kwa siri yanakuwa but matamu, it will bring you to poverty. bali yatakuleta katika umasikini. That's in the book of Proverbs. Ile inapatikana ndani ya kitabu Amen cha and amen. Mezali. Now I don't understand. Sasa Let sielewi. somebody help me to understand. Let us flow together. Mtu Now. fulani anisaidie kuelewa, tutembee pamoja. Samson, Samson he slept on Delilah's laps. alilala kwenye miguu ya Delila. Delilah brought somebody Delila akaleta mtu fulani to shave away his hair. akakata nywele zake. I don't understand. Mimi sielewi. Is there, as you are now as a matured man, Ulivyo kama ndugu ambaye is amekuwa. it possible for somebody to barb your hair while you are sleeping? Je, inawezekana kwa mtu fulani Is kukata it nywele possible zake? for somebody to Na barb wewe- your hair u- u- and you should be umelala? sleeping? Wewe mtu mkubwa. Je, inawezekana mtu kukata nywele zake? That na means the umelala? person barbing the hair did not make a little mistake. Inamaanisha mtu aliyekata nywele hakufanya hata kosa moja. Samson was sleeping the sleep of death. Samsoni alikuwa amelala usingizi wa Young kifo. men, when you go onto a woman that is not your wife, you are sleeping the sleep of death. Wa vijana mnapoenda kulala na wanawake ambao si wenu, unalala Young men, when usingizi you wa are kifo. moving around with different ladies, Vijana mnapotembea na wake you are mbalimbali, sleeping the sleep of huko death. unalala usingizi wa kifo. On the laps of Delilah, many destinies have been aborted. Katika miguu ya Delila watu wengi wameweza kupoteza utu wao. On the laps of Delilah, young man, Kwenye miguu ya Delila we kijana. many destinies have been aborted. Mambo mengi umeweza kuyapoteza. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu I libarikiwe. was on my WhatsApp, I was just sharing a little bit on some things that pertains to marriage. Kwenye WhatsApp yangu kwa nanena kidogo juu ya mambo kuhusiana ndoa. There is a man that was mentioned in Proverbs chapter 5. Kuna mtu ambaye alitamu kwa katika Mithali 5. I told them that you cannot be that such a man mentioned in Proverbs chapter 5. Niwaambia kwamba hawezi kuwa kama mtu ule ambaye The anatamu katika Bible Zaburi said 5. he fills the street with his seed. Biblia inasema anajaza mitaani na mbegu You zake. cannot be that kind of man and be seeking a Proverbs 31 woman. Hawezi kuwa mwanaume kama ule na huko natafuta mwanamke wa Mithali There's a 31. Proverbs 31 woman, Kuna mwanamke wa Mithali the virtuous 31. woman. Ule mwanamke mwema. Then there is the man that fills the street with his seed. Na pia kuna mwanamume ambaye anajaza The mitaani na Bible mbegu says, zake. drink water out of your own fountain. Biblia inasema kunyweni maji kutoka kwenye chemchemi yako. I will stop there because I believe there are little children that are also listening to us. Nitakomea pale sababu naamini kuna watoto wachanga. Amen ambao pia and wanatusikiliza. amen. Amina. So Samson on Delilah's lap, Samsoni kwenye miguu ya Delila. his head was shaved. Kichwa chake kikanyolewa. He was sleeping the sleep of death. Alilala usingizi wa kifo. He was sleeping the sleep of death. Alilala usingizi wa kifo. Anybody that come out from truth Kila mtu yote ambaye anatoka ndani ya ukweli, is anatoka bound nje ya to ukweli, sleep the sleep of death. anafungiwa kulala usingizi wa kifo. Lighten my eyes,
nuru ndani ya macho yangu, lest I sleep the sleep of death. Weka nuru ndani ya macho yangu nisije nikalala usingizi wa kifo. Conditions that can make people sleep. Let's look at it. Hali ambazo zinaweza kuwafanya watu walale. There are different conditions that can make people sleep. Ziko hali mbalimbali ambazo zinaacha watu walale. If you read the parable in Matthew chapter 13, the second parable, ukisoma ile muzali katika Mathayo 13, the Bible said, while men slept. Biblia inasema watu walipolala usingizi. While men slept, wakati watu walilala usingizi, the enemy came into Sotas. Adui akaja akapanda magogo. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. I know we have the prophetic understanding of that verse, that it is the death of the apostles. Najua tuna ufahamu wa kiroho kwa ile mstari kwamba alikuwa ni vifo vya mitume. The prophetic understanding that was the death of the apostles. Ufahamu wa kiroho ni kwa wa kinabii ni kwamba ilikuwa ni vifo vya mitume. Bali ukileta kidogo, you know that why men slept is a broad explanation. Tutaona kwamba wakati watu walipolala ni ufafanuzi mrefu. Young man, why are you sleeping? Kijana, kwa nini unalala? Young mother, why are you sleeping? Mama mdogo, kwa nini unalala? Your daughter is going wayward. Binti yako iko unapotoka katika njia za kilimwengu. You are sleeping. Na wewe unalala. You dress well. Unavaa vizuri as a Christian sister, kama dada Mkristo, but you buy useless clothes for your daughters. Bali unanunulia binti yako mavazi yasiyofaa binti yako. You are sleeping. Umelala. But your eyes are wide open. Bali macho yako yanafunguka zaidi. But you are sleeping. Bali umelala. Why men slept? Wakati watu walipolala. The truth of the matter is that if men are active and awake, ukweli wa mambo ni kwamba wakati watu wamekuwa wazi na hawalali, Satan will not come. Shetani hata ingia. Satan wait for what is called your unguarded hour. Shetani anangojea ile ambayo tunaita at your unguarded hour it comes. Wakati haujakesha pale ataingia. David was supposed to be in the battlefield. Daudi alipaswa kuwa kwenye vita. No, he went to stay in the roof of the house. Akaenda kunyumba juu ya nyumba. That was his unguarded hour. Ile ilikuwa ni wakati ambao he saw Bathsheba. Akamwona Bathsheba. We know the rest of the story. Unajua yaliyotokea baadaye. While men slept. Watu walipolala usiku. Young man, why are you sleeping? Kijana, kwani umelala? Fathers, why are you sleeping? Wababa, kwani mumelala? Your sons are going wayward. Vijana wenu. Your daughters are going wild. Binti zenu wanaenda ovyo ovyo. You are sleeping. Na wewe umelala. You will still carry them to church. Unawabeba kanisani. You will even vouch for them that my children are still good. Utaanza kusema but they are going wild and wayward. Bali wako wanapotoka katika njia za kilimwengu. Umelala wewe, umelala. While men slept. Watu walipolala. While men slept. Watu walipolala. Awake, awake. Amka, amka. Awake, awake. Amka, amka. Shake yourself from that sleep. Jitungise kutoka kwa ile usingizi. Blessed be the name of the Lord. Amen, hallelujah. One thing that causes sleep, jambo moja ambalo linasababisha usingizi, is when you go to a state of rebellion. Ni wakati unapoenda katika hali ya upinzani. When a child of God wants to go into rebellion, wakati mtoto wa Mungu anachagua upande wa uasi ama upinzani, anaingia katika hali ya usingizi mzito. And what will happen to him in that sleep? Na nini inafanyikana kwa ule usingizi? God will be giving him signs. Mungu atakuwa anampatia alama. Atazikosa zile alama. The dreams will come. Ndoto zitakuja. You will interpret it carnally. Atazitafsiri mahali ya or will neglect it. Na atazidharau. He will miss those signs. Atakosa zile because alama. He wants to go in the way of rebellion. Sababu anapenda kwenda katika njia. We saw the story of Jonah. Tumeona habari za Yona. Jonah was a contemporary prophet with Amos. Yona alikuwa nabii kama Musa. God told him, arise and go to Nineveh. Mungu akamwambia amka uende Ninawi. But he boarded a ship to Tarshish. Yeye akapanda chombo cha kuelekea. What is a ship to Tarshish? Chombo cha kuelekea Tarshish ni nini? A ship to Tarshish is anything that draws you away from the presence of God. Chombo cha kuenda Tarshish ni jambo lolote ambalo linakutosha katika uwepo wa Mungu. Anything that draws you away from the purpose of God is a ship to Tarshish. Jambo lolote ambalo linakutosha katika uwepo wa Mungu ni chombo cha kuelekea Tarshish. It can be a career. Inaweza kuwa ni kazi yako. It can be a relationship. Inaweza kuwa uhusiano. It can be friendship. Inaweza kuwa urafiki. It could be anything. Inaweza kuwa jambo. It could even be your ambition. Inaweza kuwa hata. If it draws you away from the will and purpose of God, ikikutosha ndani ya mapenzi makamilifu ya Mungu, that is a ship to Tarshish. Ile ni merekebi ya. And like Jonah, you will end up in the belly of the whale. Na kama Yona utaishia katika tumbo la nyangumi. So Jonah boarded that ship. Yeye Yona akapanda ile chombo. And he was going. Alikuwa kaenda. But the grace of God caused those troubles. Neema ya Mungu ikasababisha hakuwe na zoruba. The grace of God caused those troubles. Neema ya Mungu ikasababisha zoruba. But when you read the account in the book of Jonah, unaposoma ile ndani ya kitabu cha Yona, the Bible said, but Jonah had gone down. Biblia inasema Yona alikuwa ameshuka chini kulala. I don't understand. Sielewi. How can there be turbulence?
utakuwaje na zoruba kwenye maji? Turbulence. Wako na zoruba You are sleeping. juu ya bahari na If you are in a vehicle that want to have accident, iko kama gari inaenda kufanya if you are sleeping, won't you wake up? kama umelala usingizi At least because of the swerving na wazo kwa sababu ya or the screams of the people na with you, kupiga makelele kwa ajili ya watu, you are likely to wake up. utaweza kuamka. But the ship was rocking. Bali ile chombo kilikuwa People were screaming. Watu walikuwa wanalalamika. Those Gentiles in that ship, they were praying to their idols. Wale wa mataifa ndani ile chombo. And we know the way Gentiles pray. They don't pray silent prayer, they pray wild prayers. Na unajua wa mataifa wanavyoomba. But Jonah had gone down into the ship to sleep. Bali yeye Yona alishuka chini ya chombo kulala. Ni nini ile? The sleep of death. Ilikuwa ni usingizi. Rebellion takes you to the sleep of death. Uasi inakubeba katika usingizi ya. You rebelling against church authority. Wao ambao unapinga wakubwa wa kanisa. You rebelling against God ordained authority. Wao ambao unapinga mamlaka ambayo Mungu Your ameweka. eyes may be wide open. Macho yako inaweza kuwa iko wazi. But you are sleeping the sleep of death. Lakini wewe umelala usingizi. This message is a call for you to awake. Hii ujumbe ni kwako kwamba awake. amka. As we proceed, you will see that if you don't only awake, tukiendelea utaona kwamba after awaking you will arise. Kisha kuamka utasimama. Because if you don't arise, light will not come. Kama hutasimama nuru haitakuja. When you arise, the light that lights your eye will come. Unapoamka alafu nuru ambayo inaangalia. When you arise, you shake yourself from the dust. Unapoamka unajitingiza kutoka. What is dust in that context? Mavumbi ni nini? Dust is your fleshly ambitions. Mavumbi ni yale makusudi yako ya kimwili. Tukiendelea mbele tutaona mambo. Another thing that causes somebody to sleep. Jambo lingine ambalo linasababisha mtu kulala is when expectations delay. Ni wakati matarajio yana. You see a brother that is on fire for God. Unaona ndugu ambaye iko na moto kwa ajili ya Mungu. He's believing God for a job. Anamwamini Mungu kwa ajili ya kupewa kazi. Believing God for a wife. Anamwamini Mungu ampe mke. But it's as if God is not coming through. It's as if God is not coming through. Inakuwa kama Mungu hako nakuja ndani. His fire begins to diminish. Moto wake unaanza kupunguka. His fire begins to diminish. Moto wake unaanza kupunguka. Eventually, he goes into a state of slumber. Anaenda katika hali ya kulala usingizi. Blessed be the name of the Lord. When we read Matthew chapter 25, unaposoma Mathayo 25, we will see the 10 virgins. Tutaona pale mabikira 10. They were all virgins. Wote walikuwa mabikira. And they are coming forth to meet the bridegroom. Na wote walikuwa wanatoka kukutana na bwana harusi. But what happened? Nini kafanyika? Why the bridegroom tarried? Wakati bwana harusi alikawia. Why their expectation was delayed? Wakati kutarajia kwao kulicheleweshwa. They all slept. Wote wakalala usingizi. So young man, young sister, kijana mdogo, dada mdogo, thank God for the teaching on dynamic faith. Shukuru Mungu juu ya ile mafundisho. Though expectations tarry. Imani ya nguvu. Though expectations tarry, hata ingawa zile kutarajia kwako na kawaida, let dynamic faith keep pumping. Acha imani ile ya nguvu endelee kupiga. Let dynamic faith keep pumping. Imani ya nguvu endelee kupiga. But if you let go of that dynamic faith, ukiachilia ile imani ya nguvu, you are likely to sleep the sleep of death. Utaweza kulala usingizi wa kifo. And when you sleep this sleep of death, na ukilala hii usingizi ya kifo, your spiritual senses will become numb. Hisia zako za kiroho zitakufa. Like in the physical. Iko kama ndani ya mwili. If you take a pin and do me like this, ukinitoboa hata kwa shindani, I will respond. Nitajibia. In basic science, in science they call it response to stimulus. Katika siasa wanaita kuweza kujibia kwa ile kitu ambayo that is one of the characteristics of living things. Ile ndiyo moja ya tabia ya vitu ambavyo viko hai. If you are living in the physical, kama uko hai katika mwili, you must respond to stimulus. Wapasha kujibia kwa vitu vinavyokusisimua. For instance, kwa mfano, my interpreter here. Niko na mtafsiri wangu hapa. If I bring my, he has closed his eye. Unaona amefunga macho yake. I'm not putting my hand inside his eye. Siku naweka mikono yangu ndani ya macho yake. But that response to stimulus, bali ile jambo ya kusisimua, is inherent in him. Imewekwa ndani. So when a fly is coming to your eye, wakati inchi inakuja kwa jicho lako, you don't pray. Hauombe. You close it. Unalifunga. Physical senses of response. Hisia za mwili za kisha kujibia. There's also the spiritual senses. Pia kuna hisia za kiroho. But when somebody is sleeping this sleep of death, mtu wakati amelala hii usingizi ya kifo, spiritual sense become numb. Hisia zake za kiroho zinakuwa. God gives him a dream. He doesn't decipher it. Mungu anamupa ndoto na yeye somebody calls him and tell him this is what I say about you. He will say no, it's not important. Mtu anampigia simu na hii ndio niliona juu yako. Such a person's spiritual sense has become numb. Mtu kama ule hisia zake za kiroho zimeanza. And once the spiritual sense become numb, na wakati hisia zako za kiroho zinakufa, you are open for Satan to attack. Unafungua milango kwa shetani kukushambulia. You become open for the enemy. Unakuwa wazi kwa adui. Blessed be the name of the Lord.
Bwana Mungu It's libarikiwe. just like military men. Iko kama wanajeshi. Who was I discussing? I think it was mommy I was discussing with the Naona other day. alikuwa ni mama, alikuwa anaongea We were talking about the evolution of communication gadgets. tulikuwa tunanena juu ya mambo I said wanavyoleta communication gadgets were originally made for the military. vilitengenezwa kwa ajili ya wanajeshi. The military made it so that they could communicate. Majeshi walifanya kusudi waweze kuwasiliana. How will you send your soldiers to hostile land, hostile territory, and you will not give them a means of communication? Utawezaje kuwapea wajeshi wako nchi ya ugeni na uwapee? That is the same way we are in hostile territory. Vile ndivyo tulivyo katika nchi ya And God has given us means of na communication. Mungu ametupatia gisi ya He kuwasiliana. has given dreams. Ametupea ndoto. He has given visions. Ametupatia He maono. has given trance. Ametupatia He has given prophecy. Ametupatia But maono. when somebody is in a state of spiritual Mtu wakati slumber, iko ndani ya usingizi wa kiroho, his spiritual senses become numb. ile hisia zake za kiroho zinakufa. It will take the grace of God Itachukua neema ya to Mungu pull a person away from destruction. kumtosha mtu ndani ya ile Just like Jonah. Kama tu He Yona. was sleeping. Alikuwa amelala. The boat was shaking. Chombo kilikuwa How kinatikiswa. can you be sleeping in that condition? Utawezaje kulala katika ile How hali? can Samson be sleeping on Delilah's lap and they shave all his hair? Samsoni atalalaje kwenye miguu ya Delila na wakati The kinyele zake? sleep of death. Usingizi wa kifo. Spiritual senses have become numb. Hisia zake za kiroho zimekufa. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. This is just like a background into our study. Iko kama nilikuwa najifunza We hili must jambo. let this background Tutapaswa kurudi kwa hili of jambo sleep. la usingizi. In Isaiah chapter 61. Ndani ya Isaya 51 Arise, inasema amkeni, for thy light has come. maana nuru yako imekuja. You will not receive this light in a state of slumber. Hautapokea hii nuru katika hali ya You usingizi. must arise. Utapaswa kuamka. Thy light has come. Nuru yako imekuja. But you are sleeping. Bado unalala. The light will pass you. Nuru itakupitia wewe. The light will pass Nuru you. itakupitia wewe. That is why there's a song we used to sing. Kuna Pass wimbo- me not, O gentle Savior. Unazoea kuimba usinipitie mwokozi wangu. Hear my humble cry. Pia kilio changu cha upole. Why don't know that thou art calling? Wakati wengine wako wanakuita, Do not pass me by. usinipitie. You can be in the church. Unaweza kuwa kanisani. There are two groups of people. Ziko vikundi viwili vya watu. Those that are active, Wale ambao wako hai following everything that is going on, wakifuata kila kitu ambacho and kinapitika, those that are passive. na kuna wale ambao They are both in the wanatazama tu. church. Wote wako The kanisani. passive group and the active group. Wale kikundi ambacho kiko hai They na can wale be ambao sitting wanatulia together. tu, wanakaa pamoja. God passes and touches the one that is active. Mungu anapita anagusa ule ambaye yuko hai. God passes the passive one. Anapita ule ambaye They are both God's children. lakini wote ni watoto wa Mungu. But the one that is active will be experiencing things of God. Ule ambaye yuko hai atakuwa anapata The one mazoezi ya that vitu is vya passive Mungu. will seem somehow stagnant. Ule atakuwa amebaki tu katika My mambo moja. message to you is, Ujumbe yangu ni kwamba awake, amka, arise. simama. The light has come. Nuru But you imekuja. must arise. Lakini nakupaswa wewe kusimama. Amen and amen. Amen, amen. Solomon chapter 5. Just look at this narrative in Solomon chapter 5. Tazama hii usemi ambayo inapatikana ndani ya kitabu cha Solomoni And I pray we will not fall into that sura ya condition. 5, na naomba hatutaangukia katika Solomon ile hali. chapter 5, verse 2 and 3. Ni wimbo wa Solomoni Wimbo wa Solomoni 5 mstari wa I 3. sleep, Ninalala, but my heart waketh. bali moyo wangu unaamka. It is the voice of my beloved that knocketh, Ni sauti ya mpenzi wangu ndio inapiga. saying, open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled. Ikisema fungua kwangu mlango. For my head langu. is filled with dew, and my locks with the drops of the night. Maana kichwa changu kimejaa na Bas. That's verse 2. Maana kichwa changu kimelala, lakini moyo wangu huko na macho. And beloved is knocking. Mpenzi wako nabisha. And beloved want to have some intimacy with her. Mpenzi anapenda kuwa na jambo la But look at mapenzi. what she said. Lakini tazama kile ambacho I anasema. sleep. Umelala. What will make you say you sleep when Jesus wants to have communion with you? Nini takufanya useme umelala wakati Yesu When anapenda kuwa na Jesus is ushirika na telling wewe? you, I want to discuss certain things with you. Wakati Yesu anakuambia anapenda kuwasiliana You maneno are fulani na telling wewe. me, I sleep. Wewe unamwambia nimelala. I sleep. Nimelala. I sleep. Nimelala. She said, I sleep. Akasema nimelala. It is the voice of my beloved. Ni sauti ya mpenzi wangu. The voice of my beloved. Sauti ya mpenzi wangu. That voice wants to speak things with you. Ndio maana anapenda kunena mambo Our fulani na wewe. beloved is Christ. Mpendwa wetu ni Kristo. We are the woman. Sisi ndio But we wanawake. are sleeping. Bali tumelala. Christ wants to tell us important things. Kristo anapenda tuambie mambo ya maana. But he found out that we are sleeping. Lakini anapata kwamba That's why in tumelala. one place he said, Basi pamoja I have akasema, many things I want to niko tell na you. mambo mengi ya kuambia. Oh, but you don't have capacity. Bali hamuna
uwezo. As we proceed, we will see the importance of capacity. Tukiendelea tutaona umaana. We will see the necessity of capacity. Ama hitaji la kuwa na uwezo. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. As we are trying to close on this issue of sleeping and awaking, tukijaribu kufunga kwenye hili neno la kuamka na kulala usingizi. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 to 8. Wathesalonika wa kwanza. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 to 8. Wathesalonika wa kwanza 5 mstari wa 6 mpaka wa 8. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 to Wathesalonika wa 8. kwanza 5 mstari wa 6 mpaka wa 8. Now let's read. Tupasome. Verse 6. Mstari wa 6. Therefore let us not sleep Basi tusilale usingizi as do others, kama wengine, but let us watch and be bali sober. tukawe watu ambao hatulali. Let us not sleep Tusilale usingizi as do others, gesi wengine, but let us watch and be sober. bali tuwe na kuona. Is it a physical sleep Paul is talking about here? Je, unaona hii ni ya kimwili ambayo It's not a physical hii si sleep. jambo la kimwili ambalo Petro ananena juu Let us not sleep Tusilale usingizi as do others, kama wengine, but let us watch and be sober. bali tuwe na kukesha na kuwa Then na in verse kiasi. 7, in verse 7, Ndani ya mstari wa 7 he tied sleeping with drunkenness. analinganisha usingizi na ulevi. He tied sleeping with drunkenness. Analinganisha usingizi. Drunkenness. Kwa nini analinganisha usingizi na ulevi? Because somebody that is drunk never admits that he is drunk. Sawa, mtu ambaye amelala hata wahi kukubali kwamba amelewa, hata wahi kukubali kwamba amelewa. I used to drink before. Kabla nilikuwa nikilewa. I'm a good drinker. Nilikuwa mlewaji mzuri. There's no brand of alcohol you mention that I don't have experience. Hakuna ile jambo la ulevi ambao utasema ambacho. So there's how we used to deceive ourselves after drinking. Kuna gisi tulikuwa tunajidanganya kisha sisi kulewa. You know you're already tipsy. Unajua kwamba tayari But you will tell your colleagues. Unaambia wenzako. Nothing. I still there. Bado ningali. I'm still around. Ningali I can still go. Ningali naweza kunywa mengi. But you have gone. Lakini umeshatoka. There's a wound I had. Kuna kidonda ambayo nilikuwa nayo. It was drink that gave me. Ilikuwa ni kulewa ndio ilinipea. After drinking that fateful night, kisha kukunywa ile usiku, I went home. Nikaenda nyumbani. Entered my bathroom to take my bath. Nikaingia kwenye I fell in the bathroom. Nikatereza ndani ya bafu ya kuna. How I did not break my head. Sikuweza kuvunja kichwa changu. How I did not break my teeth. Gisi sikuvunja. It was just a cut from here that almost came out here. Ilikuwa ni kukata mbali kutoka. My teeth was not broken. Meno yangu haikuvunjika. Immediately I felt that fall. Kisha kuanguka ile kama. My eyes clear. Macho yangu ikawa wazi. I came to reality. Nikakuja all the effect of the drink disappeared. Na ile yote ambayo ilikuwa ndani yote ikapata. I was in pains. Nilikuwa ndani ya maumivu. But it was the grace of God. Bali ilikuwa ni neema ya Mungu. Many have fallen in the bathroom and died. Wengi wanaanguka ndani ya vyumba vya kunawia so na wanakufa. They will tell you. Watu ambao wanakunywa watakwambia. I can still go. ningali naweza kunywa. I can still go. Ningali naweza kunywa zaidi. No. You are just trying to be proud. Unajaribu kuwa tu mwenye kiburi. I've been there. Nimewahi I know it is. Najua gisi lilivyo. So Paul was tying drunkenness with this kind of sleep. Paulo alikuwa analinganisha ulevi na usingizi kama huu. That means it's not a physical sleep. Inamaanisha kwamba si usingizi wa kimwili, kwa sababu somebody eyes can be wide open. Macho ya mtu fulani anaweza kuwa yanafunguka wazi and be sleeping. Na yeye yako analala. Amen and amen. Amen. Romans chapter 13. Waroma 13 verse 11. Waroma 13 Romans 13 verse 11. Waroma 13:11. And that knowing the time. Na kwamba tukijua wakati. Do you know the time? Je, unajua wakati? Paul said in Ephesians 5, redeeming the time. Paulo anasema katika Efeso kukomboa wakati. Redeeming the time. Kukomboa wakati. How can we redeem the time? Tutaweza kukomboa wakati namna gani? For you to redeem the time, kwa kukomboa wakati, you must know the time. Wapaswa kujua wakati. After knowing the time, kisha kujua wakati, the boy preach a message, sirs, what time is it? Na bia kahubiri ujumbe mabwana. After knowing the time, kisha kujua wakati, you must awake. Wapaswa kuamka. Paul said here. Paulo anasema hapa. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Kwamba sasa ni wakati sasa wa kuamka katika usingizi. For now is our salvation nearer than when we believed. Sababu sasa wokovu wetu umekaribia kuliko tulivyoamini. If Paul said that to the first church age, je, Paulo alikuwa anaambia ile kwa kizazi cha kwanza? How much more this age? Mara ngapi sasa hiki kizazi? How much more this age? Mara ngapi hiki kizazi? Amen and amen. Amen, amen. Amen and amen. Amen, verse 12. Mstari wa 12. The night is fast spent. Usingizi umeendelea sana. Usiku The umeendelea day sana. is at hand. Mchana umekaribia. Let us therefore cast off the works of darkness. Basi
tupie mbali matendo ya giza and let us put on the armor of light. na kuvaa silaha za nuru. Amen and amen. Amen, amen. Put on the armor of light. Vaeni Cast off the works of silaha za darkness. nuru. Awake out of your Tupilia mbali sleep. kazi za giza. Awake out of your Amkeni sleep. toka katika usingizi wako. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. Sleep. Usingizi. The sleep of death. Usingizi wa kifo. The sleep of death. Usingizi wa kifo. Ephesians chapter 5 verse 14. Waefeso 5:14. Ephesians chapter 5 verse 14. Waefeso 5:14. Wherefore he saith, Kwa hiyo anasema, awake thou that sleepest, amka wewe usingiziaye and arise from the dead, na ufufuke katika wafu, and Christ shall give thee light. na Kristo Paul atakuangazia. is typing this kind of dangerous sleep as death. Paulo anafananisha hii usingizi wa hatari What kama the psalmist kifo, also called the sleep of death. ambayo pia mwimba Zaburi aliita Awake usingizi from wa it. kifo. Uyaamke. Arise. You see, there's an awakening, Unaona kuna there's kwa an arising. na kuna When kufufuka. you go back to Isaiah 52, Ukienda kwenye you Isaya see 62, awake, utaona you will see kuamka, arise. utaona There's kufufuka. an awakening, Kuna kuamka there's an na arising. kuna kufufuka. When you do that, Unapofanya Christ hivyo, will give you light. Kristo atakupatia nuru. The light that lightens your eye, Nuru inayoangazia macho that will not yako, let you sleep the sleep of ambayo death. atakufanya usilale usingizi wa The kifo. psalmist prayed, lighten my eyes, Mwimbaji wa Zaburi akasema, that I sleep not the sleep of death. angazia macho yangu nisilale You usingizi must wa kifo. awake, Wapasha you kuamka, must arise, wapasha kuamka. then Christ gives you that light. Alafu Kristo akupea ile nuru. When Christ gives you that Kristo light, akupea ile nuru, that light will not let you sleep. ile nuru You won't haitakufanya sleep the ulale. sleep of death. Hautalala ile usingizi ya kifo. Amen and amen. Amina. Amen and amen. So we have laid the background on awake, sleeping, and what we are talking Tunaenda about. kuweka misingi juu. Let's go back to our text in Isaiah 52. Basi turudi kwenye somo letu katika Isaya 52. 52. Isaiah 52. Isaya 52. Awake, awake. Amka, amka. Put on thy strength. Jiweke nguvu zako. What is strength? Nguvu ni nini? What is strength? Nguvu ni nini? By definition of dictionary, Kwa ufafanuzi wa kamusi. I got 2 definitions. Nilipata ufafanuzi There aina can be mbili. more than 3 definitions. There Inaweza can be kuwa up to 4 zaidi. definitions. Inaweza kuwa zaidi ya 3, 4. Strength is the quality or state of being physically strong. Nguvu ni hali ya kuwa na nguvu hizi za kawaida. Strength is the quality or state of being physically strong. Unakuwa na nguvu ndani ya mwili. When you see somebody that is physically strong, Ukiona mtu ambaye kuna nguvu kimwili, you say that man has strength. utasema huyu mtu ana Or if nguvu. there's a bag of flour, Pakiwa na mfuko ya unga, and I just go and carry that bag of flour, naenda tu na kuibeba ile mfuko ya you say unga, that's a strong fellow. utasema huyu ni mtu mwenye nguvu. That is a strong fellow. Huyu ni mtu mwenye nguvu. Yes, that is the definition of strength. Ile ndio mafafanuzi ya nguvu. There are about 7 types of strength. Ziko aina 7 za nguvu. As I was making research, Nilipokuwa nikifanya there are about uchunguzi, 7 kinds of strength. ziko aina 7 za But nguvu. I will talk about 2. Nitanena juu ya 2. Physical strength. Nguvu za kimwili. Physical strength. Nguvu za kimwili. The one that allows me to lift up things. Zile ambazo zinaniruhusu kubeba I lift up a bag of mifuko. I lift up a bag of poshe Mifuko by ya myself. posho, mifuko ya unga juu yangu. Physical strength. Mimi mwenyewe ile ni It's nguvu za good. mwili. Ni nzuri. Not bad. Si mbaya. If you are physically strong, good. Kama uko na nguvu za kimwili ni nzuri. And if you are physically strong, if you have problem in the church, you can fight for us. Ukiwa na nguvu za kimwili, tukiwa na shida kanisani, unaweza kutusaidia kupigana. That's why- Ngumi. This is my opinion. Hii ni mawazo yangu. The deacon should be hefty men. Washemaji wanapaswa kuwa watu wenye So nguvu. that if anybody is disturbing the Kama pastor, mtu kuna msumbua they mchungaji, can beat the person. wanampiga ule They mtu can vizuri. box the person. Wanaweza kumpiga ngumi ule. Amen and amen. Amen, Physical amen. strength. Ile ni nguvu za There kimwili. is also mental strength. Pia kuna nguvu za kichwa, Mental strength. nguvu za akili. That is to say, Ile ndio kusema the person might not be physically strong. mtu anaweza kuwa ako na nguvu He might kimwili, not have the strength to carry a bag, hana nguvu za kubeba mfuko, but he has the brains bali ana to make a machine that will carry that bag. ana akili ya kufanya chombo ambacho kitabeba That ile is mental mfuko. strength. Ile ni nguvu za Africans have physical strength. Waafrika wana nguvu za kimwili. The Europeans, Watu wa Ulaya they have mental strength. wako na akili za kwa kichwa chao. That is why they made elevators and lifts. Ndio maana wakafanya vyombo vya kuinua mizigo. Why should they be climbing staircase going to 20-story building? Kwa nini apande masaki za nyezi kunaenda juu mara 20? Mental strength tells them, Alafu ile akili za make a kichwa machine that zinawaambia, you press a button. tengeneza mashine ambayo utafinya buto Within few seconds, you're on the 20th floor of a building. mundakika kama
20 sekunde kama 20 umefika kwenye nafasi ya 20 ya jengo. Mental strength. Zile ni nguvu za kichwani. As Africans, kama we must develop our mental strength. Tunapaswa kukomalisha. We have the manpower. Tuko na nguvu zetu. We have the physical strength. Tuna nguvu za but if we can develop our mental strength, bali kama tunaweza kukomalisha mawazo yetu, we will not really have need for Europe and the rest of the world. Hatutahitaji Ulaya na so Africans awake. Waafrika mwamkeni. Africans awake. Waafrika mwamkeni. Amen and amen. Amen, amen. Now, you know, when you read the book of Noah, the book of Genesis, the story of Noah, ukisoma kitabu cha Mwanzo, habari za Nuhu, the Bible said there were giants in those days. Biblia inasema palikuwa na wajuti kwa zile siku. Let me tell us something about those giants. Acha nituambie jambo fulani juu. They were not all giants in the physical. Hawakuwa by body size. Hawakuwa tu watu wanono kwa mwili zao. The Hebrew word is called Nephilims. Biblia kwa Kiingereza inawaita Nephilims. Inawaita wanafili. It could imply, na ingeweza kumaanisha physical giants in terms of body. Wana nguvu za kimwili, ndio mahali ya mwili yao. Yes, they are physical giants. Ndio, ni watu wakubwa kwa kimwili, but they are also intellectual giants. Lakini pia walikuwa watu watu wakubwa kiakili. Kwa mfano, Sir Isaac Newton is a giant in the field of physics. Yeye ni mtu mkubwa sana katika nafasi ya physics. You must agree with. You cannot teach physics without mentioning Sir Isaac Newton. Huwezi kumfundisha physics bila kumtaja. You cannot teach electricity without mentioning Michael Faraday. Huwezi kufundisha umeme kabla ufanye. They are giants in that field. Wao ni watu wakubwa katika ile nafasi. They are also religious giants. Pia kuna watu ambao ni wa kidini kwa we have them in Nigeria very well. Tuko nao wengi kule Nigeria. They are religious giants. Ni watu wa kidini wenye nguvu. Nephilims. Wanefili wa kidini. The Nephilims, God will destroy all of them. Wao ni wanefili, Mungu atawaharibu wote. If like now for the intellectual giants, wao watu wa akili sana. Men like Sir Isaac Newton, they had a little bit of the fear of God. Watu kama Newton walikuwa na woga kidogo ya Mungu. It is modern day scientists that are saying trash. Modern day scientists that are spitting rubbish from their mouths. Ni wanasiasa wa leo ndio wako natamka vichafu katika vinywa vyao. God will deal with them. Mungu atawakabiliana nao. Remember one of our teaching, the shaking of all things. Nakumbuka moja mahubiri ambayo tulihubiri. Corona is already shaking them. Kutingiza kwa mambo yote. Corona iko na watingiza. The other day brother Chris was showing me a video in India. Ndugu Chris alikuwa ananionyesha video kule. They took all their idols. Walichukua sanamu zao zote. They were throwing them into the sea. Walikuwa wanatupa ndani ya bahari. Idols as bigger than this, bigger than that fan. Sanamu kubwa. They were throwing them into the sea. Walikuwa wanazitupa ndani ya bahari. Because Corona is shaking them. Kwa sababu Corona imewatikisa. They seen that those idols cannot help them. Waliona kwamba zile sanamu haziwezi kuwasaidia. So you intellectual giants, nyinyi ambao mko wa they are championing gay rights, human rights nonsense. Unaanza kuita haki za watu, ushoga. You are anti-God. Nyinyi mnapingana na Mungu. Na ukipingana na Mungu, God will do away with you. Mungu atakabiliana na wewe. God will destroy you. Mungu atakuharibu. Repent. Mutubu. Repent. Mutubu. Another definition of strength. Ufafanuzi nyingine ya nguvu. Strength is the capacity. Nguvu ndio mamlaka. It is the capacity of an object or substance ya jambo fulani to withstand great force or pressure. Kushindana na nguvu kubwa za anasa. It is the capacity ni uwezo of an object or substance wa jambo fulani to withstand great force or pressure. Kuweza kushindana na nguvu fulani. In physics, katika physics, they taught us tensile stress. Walitufundisha mambo 10. They taught us elasticity. Walitufundisha mambo ya kama hayo. They taught us that elasticity is the degree to which an element can be stretched without being broken. Ni ile kama elastic ambayo inaweza kuvurutwa na haiwezi kuvunjwa. What is the degree to which you can be stretched that you will not be broken? Ni kiwango gani kwamba utaweza kuvurutwa na hauwezi kuvunjika? That is the kind of strength we are talking about. Ile ndio aina ya nguvu ambayo tunanena juu yake. That is the kind of strength we want to look at. Ndio aina ya nguvu tunapaswa kutazama. The capacity of an object or substance, ile uwezo wa jambo fulani, to withstand great force or pressure. Kuweza kushindana na ile nguvu ambazo zinavuta. Let me tell us that this strength we are talking about now is not physical strength. Acha nituambie sasa kwamba hizi nguvu ambazo tunanena juu yake si mental strength. Si za kichwa, si za mwili. 1 Samuel chapter 2 verse 9. Samueli wa kwanza 2 mstari wa 1 Samuel chapter 2 verse 9. The prayer of the mother of Samuel, Hannah. Maombi ya mamaye na Samueli, Hannah. After she had given birth, I think.
Kisha yeye kuzaa na waza. She went to pray unto the Lord. Alienda kumwomba Look at what she said in verse 9. Samueli wa kwanza 2 mstari wa 9. He will keep the feet of his saints, atachunga miguu ya watakatifu wake, and the wicked shall be silent in darkness, na waovu watanyamazishwa katika giza. For by strength shall no man prevail. Maana kwa nguvu hakuna mtu atakayeshinda. Do you know why she said this statement? Unajua kwa nini alisema hili tamshi? All along she was fighting the battle against Penina, her co-wife, by strength. Ule muda wote kidogo jua hizi nguvu za kawaida. Today, leo we have people, tukuna watu that ambao they believe that by doing exercise, wanaamini kwa kufanya mazoa, they will tone their muscles, watazidisha misuli zao, their muscles will be big, misuli zao zitakuwa kubwa, they will have biceps, watakuwa na misuli mikubwa, they will have six packs, watakuwa na six pack, their chest will be big like a signpost, vifua zao zitakuwa kubwa kama vipande. Good and fine. Vizuri. You can intimidate flesh with that. Unaweza kuogopesha mwili na ile, but you cannot intimidate demon with it. Bali hawezi kuogopesha mashetani. And we wrestle not against flesh and blood. Sababu hatushindani na mwili na damu. So all those just making your muscles big. Kwa nini huko unajifanya basi misuli zako kwa? You are not wrestling against flesh and blood. Hatupigane na mwili na damu. Do it if you must do it. Ifanye kama utaifanya. But don't trust in it. Bali usitumainie. The Bible says, do not trust in uncertain riches. Biblia inasema usitumainie utajiri wako. Do not trust in the arm of flesh. Usitumainie mwili. Some trust in horses. Wengine wanatamani. Some trust in chariots. Wengine wanatamani. But we will trust in the name of the Lord. Mafarasi sisi tunatumainia jina la Bwana. If you are someone that loves exercise, do your exercise. Pardon? If you are a lover of exercise, do your exercise. Kama huko mpenda unafanya mazoa, enda ufanye mazoa. Build your body if you must build your body. Jenga mwili wako kama utajenga mwili wako. But don't depend on it. Usitegemee. Because demons are not seeing it. Sababu mapepo haione hiyo. Demons doesn't respect your muscle. Mapepo haziheshimie misuli zako. Demons does not respect your riches. Mapepo haziheshimie utajiri wako. You might be leaning towards your riches. Unaweza kuwa unategemea sana utajiri wako. Demons doesn't respect it. Mapepo haziheshimie. In one day, siku moja, Job became broke. Yobu akawa maskini. In one day, katika he became broke. Akawa maskini. The Bible says riches. Biblia inasema don't trust in riches. Because they can take wings at any time. Sababu unaruka kama wakati wote. And fly away. Unaruka, unaota mabawa na zinaruka. So somebody can be toning his muscles and all that. But he knows nothing about casting out demons. Bali hajui lolote kisha kukuza mapepo. He knows nothing about praying a child back to a righteous living. Hajui jambo la kwenda kuweka mtoto aishi maisha mazuri. But he has muscles. Lakini yeye ana misuli. He has those muscles. Ana zile misuli. His child is going wayward. Mtoto wake anapotoka njia. That man will go to the child school and be crying. Anaenda shuleni anaanza kulia. He's a weak man. Ni mtu mzaifu. You should be able waweza kuwa to pray your child into correction. Kumuombea mtoto wako na kumweka ndani ya kumsahihisha. As parents, kama wazazi, you are not to sleep at night. Upashe kulala to some extent. Usiku mzima. When your children are sleeping, wakati watoto wako you go to their bedside. You lay your hands on them. You prophesy into their life. Unatabiri juu ya maisha yao. You are a proper child. Wewe ni mtoto mzuri. You will not be distracted by cultists. Hautasumbuliwa na watu. You will not be distracted by prostitution. Hautachugulika na you are a wise child. You will excel in your education. You do it. Unaiombea while they are sleeping. Wakati wamelala. You pray them into correction. Unawaombea kwa katika I'm sure you don't need physical muscles to do that. Na hakika uhitaji misuli kwa kufanya. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. A lot of young girls will tell you, I want a guy with six packs and muscles. Wasichana watakwambia napenda ule kijana ambaye amejengwa vizuri. If you are having problems, kama uko na shida, let's say you want to give birth, acha tuseme unapenda kuzaa, and there are certain complications, na una vitu fulani vya kusumbua, does that man that you have married, je, ule mtu ambao ulimuoa have the power to speak that your delivery will come out safe? Hapo na uwezo wa kunena kusudi kwamba uweze kuzaa vizuri. In that time of your delivery, six packs will not help you. Katika ile wakati wako his muscles will not help you. Misuli zake but the man bali mtu that even before you get pregnant, hata kabla hujabeba, he start praying for you. Mimba anaanza kukombea. The man that start praying as you got pregnant, ule mtu ambaye anaanza kukombea unapoanza mimba, there will be no complication. Anaanza kutabiri. I don't know how we live our lives. Sijui kiasi gani tunavyoishi maisha. Let's not be too formal. Tusiwe tu wa kawaida. Your wife takes in. Mke wako anapepa. Go to her belly. Enda kwa tumbo lake. Lay your hands on it. Weka mikono yake juu yake. You are not doing anything wrong. Haujafanya kitu makosa. You are praying. Unamwombea. You are setting things in order. Unaweka mambo katika. This child, when it comes to 9 months, he will come out. Huyu mtoto atakapofika miezi 9, you will not give complication to your mother. Hautapea masumbuko kwa mama yako. You don't necessarily need to wait till she born before you name the child. Upashe kwanza kungoja. Why the child is yet you can name the child. Ndani ya tumbo namupa jina. Blessed be the name of the Lord. You don't need physical strength to do that. Hauhitaji sisi nguvu za mwili kufanya hiyo. So sisters, think wise. Wadada mwazie basi vizuri. Think wise. Mwazie vizuri. Blessed
Blessed be the name of Jina the la Bwana Lord. Mungu As we libarikiwe. proceed, we will see why this divine strength we are talking about is very important. Tukiendelea tutaweza kuona kwa nini hizi nguvu za I kiroho got za something Bwana. here. Niliandika kitu fulani hapa. In physics, Katika physics they taught us walitufundisha unit of things. umoja wa vyombo. For instance, they tell you speed is measured in meter per seconds. Wanasema haraka inapimwa katika mita kwa sekondi. They told us force is measured in newtons. Wanasema ama zile nguvu zinapimwa kwa vitu gani? Power is measured in watts. Zile nguvu That's zinapimwa. why your electricity, they will tell you how many watts and kilowatts you have Ndio enjoyed. maana zile nguvu za umeme zinapimwa mwile. Energy is measured in joules. Na zile nguvu zinapimwa katika zile njahali zao. But I asked them, what is strength measured in? Nikawauliza sasa, uwezo inapimwa kwa nini? What is strength measured in? Uwezo inapimwa kwa nini? In all my learning of physics, they did not teach us what strength is measured in. Katika physics yangu hawakunifunza kama zile Then uwezo. God gave me an understanding. Alafu Mungu akanipatia ufahamu. This is my personal teaching. Hii ni mafundisho yangu Physics binafsi. teachers, I can teach you if you want. Walimu wa fiziki naweza kuwafundisha kama The mnataka. SI unit of strength Ile nguvu wa umoja wa nguvu is adversity. ni Gisi ya kupima nguvu. gisi ya kupima nguvu. The SI unit of strength is adversity. Ni gisi ya kupima nguvu. Remember when we define this strength? Kumbuka tunapofafanua The hizi capacity of an object hii uwezo wa chombo to withstand great force or pressure. kuweza kushindana na nguvu fulani za mfinyi. This strength is measured in adversity. Hizi uwezo zinapimwa katika ile. It is adversity that determines whether you've got this kind of strength. Ni ile hali ndio itaonyesha kama wewe una hizo nguvu. When you have chicken, Unapokuwa na kuku, when you have matoke, unapokuwa na matoke, when you have good things to eat, huko na vitu vizuri vya kukula, we can't measure that strength. hatuwezi kupima zile nguvu. No, we cannot measure it. Hatuwezi kupima zile But when adversity comes, lakini sasa wakati matatizo that is yanakuja, how we're able to measure the strength. tutapima zile sasa nguvu. You know rubber band, rubber band. Mnajua hizi rubber band? By looking at that rubber band, Kwa kuitazama ile rubber you band, cannot tell the elasticity. huwezi kujua kama ni urefu upana gani. But when you take the rubber band Bali ukikamata ile rubber and you band stretch it, na unaivuruta, you stretch it, unaivuruta, you stretch it, unavuta, some will cut, ingine inakata, some will cut, Zingine zitakatika. but some will not cut. zingine haziwezi kukatika. There are those that break under the weight of adversity. Kuna zile ambazo zinavunjwa kwa sababu ya kuzivuruta. They don't have strength. This is Hazina strength we're nguvu. talking about. Hazina hizi But nguvu. that rubber band, Bali ile you rubber stretch, band, you stretch, you unavuta, stretch. unavuta. Then you release it, it comes Tena back. unaifungua inarudi. Yes! Hiyo ndio That one has got this strength. ile inazo zile nguvu. That one has got this Ile strength. ina- It has withstand force and pressure. Imeweza kukamatana na zile nguvu. Blessed be the Imeweza name of kushindana the na zile Lord. nguvu za Blessed be the kuvuruta. name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. And this strength Na hizi nguvu is only obtainable in the inner man. zinapatikana katika ule This mtu wa strength has ndani. no bearing on your physical Hizi body. hazionekani katika huyu mtu wako wa nje, huyu mtu wako wa Let me kawaida. tell us something. Acha nikwambie kitu fulani. Who knows the book of Bible story? My book of Bible stories. Nani anajua kitabu ambacho kinaongea juu ya historia za There's one book Biblia? as children we read. Kuna kitabu kimoja kama watoto I tulikisoma. advise you not to buy those books for your children. Ninawashauria msiwanunulie watoto wenu vile Because vitabu. the revelation that are conveyed is against scripture. Sababu maufunuo ambazo zinakuwa ndani zinashindana na maandiko. Now, Sasa if Samson huyu Samson was a physically strong person, kama alikuwa mtu mwenye nguvu nyingi, where's the miracle in him killing a lion? basi miujiza iko wapi yeye kwa kudai kwamba aliua simba? I don't know whether you understand it. Sijui kama umenielewa. Where's the miracle Miujiza iko wapi in him killing a lion? kwake kuua simba? Where's the miracle in him killing fighting all those people? Miujiza iko wapi kwake kupigana ile The prophet told us watu? Samson was a small man. Nabii alituambia kwamba Samson alikuwa mtu He mdogo was sana. small. Alikuwa mtu mdogo That sana. is where the miracle is. Pale ndipo That's why muujiza Paul iko. said, Ndio maana Paulo God akasema, uses the weak things of this world Mungu anatumikisha vitu vidhaifu vya to ulimwengu huu. confound the wise. Kuwasumbua wale Ephesians wenye akili. Ephesians 3:16. Efeso 3. This strength we are talking about has no bearing on your physical body. Hizi nguvu ambazo tunaona juu yake hazina la kusema na nguvu zako za mwili. That he would grant you, Kwamba awapei according to the riches of his glory, kwa kadiri ya utajiri wake kwa utukufu, to be strengthened with might by his spirit in the inner man. kufanywa imara kwa nguvu na kwa kazi ya roho wake katika mtu ule wa ndani. In the inner man. Mtu wa ndani. This strength is available and applicable only in the inner man. Hizi nguvu zinatumika tu katika ule mtu wa ndani. That means you must start understanding. Inamaanisha upasi wa kwanza kuelewa. There's the outer man, Kuna mtu wa nje there is the inner na man. kuna ule mtu wa ndani. As we proceed, I Ukisonga believe not today, when next we come to conclude on it, ingine wakati tutakuja kumalizia hii we will somo, see that tutaona kwamba in the physical, if you can build your physical
muscles, your physical Kama unaweza strength, katika mwili, kama unaweza kujenga misuli zako za kimwili, spiritual strength can also be built. pia nguvu za kiroho zinaweza kujengwa. If you can build the physical, Kama unaweza kujenga ya kimwili, divine strength can also be built. nguvu za kiungu pia But zinaweza divine kujengwa. strength is only available for the inner man. Nguvu za kiungu ziko tu kwa ajili ya ule mtu wa ndani. That is why, Ndio maana if you are a sinner, ukiwa mwenye you dhambi, have no understanding of these issues. hauna mambo ya kuelewa kwenye haya mambo, Because your inner man has not yet been recreated. sababu ule mtu wako wa ndani It hajaondoa. is when your inner man is Wakati recreated mtu wako wa ndani ameondoa that we'll upya, start talking about strengthening with might in the inner man. utaanza sasa kunenea juu ya kutiwa So nguvu when you katika be mtu wa praying ndani. also, Wakati you'll be asking God, utakuwa unaomba dear Mungu, Lord, Bwana strengthen me with might in the inner man. nitie nguvu na nguvu katika ule Strengthen mtu me wangu with wa ndani. might in the inner man. Nitie nguvu na mtu wangu wa There's a song we ndani. sing. Unaomba The tunaomba. road is rough Barabara and there are many dangers. na ziko hatari nyingi. Except it strengthens you with might in the inner man, Isipokuwa unitie nguvu na ule mtu wangu wa you ndani, are bound to make mistakes. tutaweza kufanya makosa You are mengi. bound to be shaken. Tutaweza kutikiswa. You are bound to fall. Tutaweza kuanguka. To prevail Kushinda is to gain the ascendancy. ni kuweza kupata ile ushindaji wa juu. To prevail Kuweza kushinda is to gain the ni ascendancy, kuweza kupata kushinda kwa the juu. victory, Ushindi, the triumph ushangilizi or superiority, ya utu wa kipekee, to gain the advantage. kuweza kupewa ile uzuri. There's an advantage you must gain in this Christian journey. Kuna uzuri ambao unapata katika safari ya There's an Kristo. advantage you must get in this Christian Kuna journey uzuri ambao unapata katika safari ya that will Ukristo, set you apart from every other people running in the race. ambayo itakuweka uwe pembeni mbalimbali na watu wengine. There's an ambao wanatembea katika advantage hii you must safari. get. Kuna uzuri ambao unapata You kupata. must prevail. Fursa ambayo But by unapata- physical wapaswa- strength shall no man prevail. bali kwa nguvu hizi za mwili hakuna mtu ambaye We atashinda. prevail by divine strength. Tunashinda kwa nguvu za kiungu. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. As Christians, Kama Wakristo we are called unto two things, as I wrote here. tunaitwa kwa mambo mawili jinsi nilivyoandika hapa. One, Moja, holy doing, kufanya mambo matakatifu. holy doing, Kufanya mambo matakatifu and patient suffering. na kuvumilia mateso, Patient suffering kuvumilia mateso and holy doing. na kufanya tu If kufanya that doing warrants suffering, are you also ready to suffer? kama ile ya kufanya unahitaji mateso pia uko This tayari was the kuteseka. concept that guided the lives of the apostles. Hii ndio jambo ambalo iliongoza maisha ya mitume. They were not only teaching, Hawakuwa tu they were wanafundisha, doing. walikuwa pia Even wanatenda. Jesus, Acts chapter 1, the Bible Hata says, Yesu anasema of all the things he began both to teach and to do. katika mambo yote alianza kutenda na kufundisha. Many people want to teach, Watu wengi wanapenda but they kufundisha don't want to do. bali hawapendi No, kutenda. no. Hapana, Brother Chris was teaching on you have faith. Ndugu Kristo alikuwa Show me anafundisha the imani. works. Huku na imani ionyesha matendo yako. You want to teach, Unapenda kufundisha, where is your doing? matendo yako wapi? Jesus himself, Yesu he mwenyewe was teaching and doing. alikuwa anafundisha na He kutenda. wasn't only teaching, Hakukuwa tu he anafundisha. had faith, Alikuwa na he imani. had his works. Alikuwa na But matendo. today, Leo many want to teach, wengi wanapenda but they kufundisha. don't want to do. Hawapendi kutenda. They want to be pastors, Wanapenda kuwa wachungaji. they want to have ministries, Wanapenda kuwa na but huduma. they don't want to do. Hawapendi kutenda. They don't want to do. Hawapendi Doing in kutenda. that context means submitting under an authority. Kujiweka chini ya mamlaka. The Bible said Jesus began both to teach and to do. Biblia inasema Yesu He said in alianza Acts chapter 1. kufundisha na kutenda. The Tunaona form- ile ndani ya matendo ya The Mose. former treatise have I written to you, O Theophilus, Jambo lingine ambacho tutakwambia Theophilo, of all that Jesus began both to teach and to do. kwa yale yote ambayo Yesu alianza kufundisha na kutenda, You will teach and you will do. utafundisha na So we kutenda. are called to only doing, Tunaitwa kwenye kutenda matendo only matakatifu. doing. Matendo Pastor Chris, matakatifu. Brother Chris in his teaching was emphasizing that faith doesn't swindle. Ndugu Kristo alikuwa anafundisha kwamba You don't imani want haiji- you don't want to defraud somebody and you start saying I have faith. hawaende kuiba mtu na You waanze want kusema to niko na defraud somebody imani. and you say I have faith. I have faith that it Unapenda will go kuiba through. mtu fulani na You una are a wicked fellow. wewe uko mtu mwovu. Repent. Wewe tubu wewe. Repent. Tubu. We are called to only doing, Tunaitwa kwa kutenda matendo matakatifu and we are called to patient suffering, na tunaitwa kwa long uvumilivu, suffering, kuvumilia endurance. na uvumilivu. Endure hardness as a soldier of Unavumilia Christ. magumu That's kama what the askari Bible wa Kristo. says. Ile ndio Biblia Endure inasema. hardness as a soldier of Christ. Unavumilia magumu kama askari wa Kristo. I will stop here on the issue of strength. Nitakoma pale kwa hili jambo la nguvu. Later on, maybe when next we come, we'll be looking Baadaye at, pengine we'll be tukirudi, emphasizing on this strength, tutakuwa tunanena mengi juu ya hizi nguvu how we can access this na strength. jinsi tunaweza kuzipata hizi By the nguvu. grace of God, I put up to
5 steps to accessing this strength. Kwa neema ya Practical Mungu, steps. niliweka hatua 5 za kuweza And I'm kupewa trusting nguvu. that God will give us strength. Na He will ninatamani strengthen us with might in the atatupatia inner man. nguvu, atatupatia nguvu katika mtu wetu wa Let's go back ndani. to our text in Isaiah 52. Turudi kule kwenye somo letu katika Isaya 52. Isaiah 52. Isaya 52. Isaiah 52. Isaya 52. Awake, awake. Amka, amka. Put on thy strength, O Zion. Jivike nguvu zako, e Sayuni. After putting on strength, what is the next thing? Kisha kuvaa zile nguvu, ni nini linalofuata? Put on thy beautiful garments. Jivike mavazi yako mazuri. If you read carefully, the Bible said garments. Biblia inasema mavazi. Garments. Mavazi. Not one garment. Si vazi moja. Two garments. Liko mavazi mbili. Every bride of Christ Kila bibi harusi wa Kristo must have these two garments. anapaswa kuwa na haya mavazi mawili. Every bride of Kila Christ bibi harusi wa Kristo must have these two garments. anapaswa kuwa na haya mavazi What are mawili. these two garments? Mavazi mawili haya ni Isaiah nini? 61 verse 10. Isaya 61 mstari wa 10. Isaiah 61 verse 10. Isaya 61 mstari wa I will 10. greatly rejoice in the Lord. Nami nitafurahia sana katika Bwana. My soul shall be joyful in my God. Nafsi yangu itamshangilia Now watch carefully. katika Mungu wangu. Now watch carefully. Nitachunga sana sasa. For he hath clothed me with the garment of salvation. Maana amenivika na mavazi ya wokovu. He hath covered me with the robe of righteousness. Na amenifunika na vazi la haki. As a bridegroom decketh himself with ornaments, Kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba, and as a bride adorneth herself with her jewels. na gisi bibi harusi anavyojipamba na vyombo vya dhahabu. There is the garment of salvation. Kuna vazi la wokovu. The garment of salvation. Vazi la wokovu. It is given to everyone who believes in Jesus. Inapewa kwa kila mmoja ambaye anamwamini Yesu Kristo. Everyone who believes in Jesus receives one garment. Kila mtu anayemwamini Yesu Kristo anapokea The vazi garment moja. of salvation. Vazi ya wokovu. But where we read, Hali ambapo said tumesoma garments. inasema And by mavazi. understanding, we have seen that there are two Na garments. kwa kuelewa tumeweza kuona kwamba ni mavazi There is mawili. the garment of salvation, Kuna mavazi ya wokovu and there is the robe of na pia righteousness. kuna vazi la haki. The robe of righteousness. Vazi la haki. But Christ taught us bride without spot or wrinkle. Ndugu Kristo atufundisha juu ya bi harusi bila takataka kama kikunjo. Don't just be content with the garment of salvation. Usitosheke tu na ili vazi la wokovu. You must receive the robe of righteousness. Wapasha kupokea vazi la haki. Revelation 19, Ufunuo 19. verse 7 to 9. Ufunuo 19 Revelation 19, verse 7 to 9. mstari wake ni wa 7 mpaka wa 9. Let us be glad and rejoice Shangilie na tufurahie. and give honor to him. Tupe heshima kwake. For the marriage of the Lamb is come, Na harusi ya mwana kondoo imekuja. and his wife hath made herself Na ready. mke wake amejifanya tayari. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, Na yeye alipewa kitani kisafi. clean and white. Kisafi. For the Mweupe. fine linen is the righteousness of the saints. Maana kile kitani kisafi ndio The matendo. fine linen is the Ndio righteousness of the matendo ya saints. haki ya watakatifu. Blessed be the name of the Jina la Bwana Lord. Mungu libarikiwe. Blessed be the name of the Jina la Bwana Lord. Mungu libarikiwe. In the book of Revelation, Ndani ya kitabu cha there Ufunuo are two groups that have linen. ziko vikundi viwili ambavyo We have seen the vinayo bride. vitani. The Tumemwona bride bibi has harusi. fine linen, clean and white. Bibi harusi anaye kitani kisafi. Fine linen, clean and Kitani white. kizuri na kisafi. She did not only receive garment of salvation, Apokee tu kitani cha wokovu. so I was granted that she should be arrayed in the Yeah. robe of righteousness. Aliweza kuvikwa kitani kizuri The fine linen, na clean and white. Kitani kizuri na kisafi. Let's look at the other group of people that have linen. Tuone wale watu wengine ambao wanapia Revelation chapter 15. kitani. Revelation chapter 15. Ufunuo 15. Revelation chapter 15. Ufunuo 15. Revelation chapter 15. Ufunuo ni 15. Oh, where are they? Let me look Wako for wapi? them Acha now. niwatafute sasa. There's another group that was given. No, look, let's check 7. Revelation chapter 7. Tazame Ufunuo 7. Oh, where they say they were giving linen to wait. Mahali ambapo wanasema walipewa vitani kungojea. Okay, let's look for that. Where is it? Just hold on. Okay, Revelation chapter 7, Ufunuo 7 verse 9. ni mstari wa 9. After this I beheld, Baada ya haya nikaona and lo, a great multitude, natazama makutano makubwa sana which no man could number of all ambayo hapana nations, mtu angeweza kuhesabu kwa kila and taifa, kindreds, kwa kila kabila, and people, jamaa, kwa kila lugha, and tongues. kila lugha. They stood before the throne and before the Lamb, Wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo. clothed with what? Wamevikwa na nini? White robes. Mavazi meupe. I see the difference. Unaona utofauti? These groups, these are the tribulation saints. Hawa ni watakatifu waliopitia katika They ziki. had the garment of salvation, Walikuwa na vazi la wokovu, but they did not obtain the robe of bali righteousness. hawakupata kitani kisafi. White robes is the garment of salvation. Kitani keupe
Hii mavazi meupe ndio wokovu. White robe is the garment of salvation. Hii mavazi meupe But the robe of righteousness, bali fine linen, clean and white. hii ya haki ni kitani. There's a difference between robe and linen. Kuna utofauti kati ya ile kitani Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. There are different kinds of garments in scriptures. Ziko aina mbalimbali katika maandiko za mavazi. And you Na coming wewe to God, kukuja kwa Mungu, the first thing is that there must be an exchange of garments. jambo ni kwamba papasha kuwa na kubadilishwa kwa mavazi. God will not deal with you Mungu hata kabiliana na in wewe your filthy garments. na vazi yako chafu. Zechariah chapter 3. Ile inapatikana katika Zakaria 3. Zechariah chapter 3. Zakaria 3. Zechariah chapter 3. Zakaria ni sura yake ya 3. Verse 1. Zakaria sura ya 3. And he showed me Joshua the high priest standing akanionyesha Yoshua kuhani mkubwa akisimama before the angel of the Lord, mbele ya malaika wa Bwana, and Satan standing at his right hand na to resist him. shetani amesimama mkono wake wa kuume kumegana. Do you know why Satan will stand at your right hand to resist you? Unajua kwa nini shetani anasimama kwa mkono wako wa kulia kukushindana na And wewe? the Lord said unto Satan, Bwana Mungu akamwambia shetani, the Lord rebuked thee, O Satan. Bwana Mungu akukemee ewe shetani. Even the Lord that had chosen Na Jerusalem rebuked Bwana thee. aliyemchagua Yerusalemu akukemea. Is not this a brand plucked out of the Je, fire? hiki si kingo iliyotoka motoni? Look at verse 3. Mstari wa 3. Now Joshua was clothed with filthy garments. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo ya uchafu. Now Joshua was clothed with filthy garments. Yoshua alikuwa amevaa nguo ya uchafu. Filthy garment is twofold. Nguo ya uchafu ni aina mbili. There's the filthy garment of sin. Kuna vazi ya uchafu ya dhambi. There's the filthy garment of sin Iko vazi ya uchafu ya dhambi. that must be broken by the power of the cross. Yapasha kuvunjwa na nguvu za But msalaba. there's another filthy garment of self-righteousness. Bali pia kuna vazi lingine la uchafu ambayo ni ya wenye haki ya Isaiah kufanya. chapter 64. Isaya All 54. our righteousness are like a filthy garment. Wenye haki wetu uko kama vazi mchafu. When I did a study from the Hebrew on that verse, Nilipofanya uchunguzi kwenye Kiebrania kwenye ile mstari, it is actually all your righteousness like a menstruous cloth. I know you don't have a definition for that. vazi yako iko kama ile vazi ya wanawake You know that wanaoridhika wakati wanakuwa for filthy rags, zile mavazi you machafu can wash a rag and reuse. unaweza kukisafisha na ukakatumikisha. You can wash a rag and reuse. Hii vazi unaweza kutumikisha. But a menstruous cloth, Bali ile vazi ya wanawake ladies, sisters knows what I'm talking about. wale watu wadao After use they dispose. kisha kutumikishwa. After use they dispose. Kisha kutumikisha They cannot reuse. hawawezi kuitumia That is how tena. your righteousness is. Vile ndivyo wenye haki wako livyo. So there is the filthy garment of sin, Kwa hiyo kuna ile vazi chafu la dhambi and there is the filthy garment of na self-righteousness. kuna ile dhambi ya yenye haki ya We kujifanyia. must throw them away, Tupasha kuzitupa receive the garment of salvation, na tupokee vazi la but wokovu. don't be contented here. Bali usitosheke pale. Press on. Songa mbele. Press on. Songa Receive mbele. the Holy Ghost. Jaza na Roho Receive the Mtakatifu. Holy Ghost. Jaza na Roho Mtakatifu. Receive the Holy Ghost. Jaza na Roho Let Mtakatifu. dynamic faith work in you. Acha imani ya Let nguvu dynamic itende faith work in you. Imani ya nguvu The itende Bible kazi says, ndani and yako. it was granted to her. Biblia inasema akapewa. That means that second garment was not by her works. Inamaanisha kwamba ile vazi ya pili It's not by her works. haikuwa kwa kazi It zake. was granted to her Ilimpewa that she should be arrayed kwamba aweze kuvaa in fine linen, clean and kitani white. kisafi na keupe. For that is the righteousness of Ile the ndio saints. matendo matakatifu ya watakatifu. Let's go back to our Matendo ya haki text ya in watakatifu. Isaiah 52. Turudi katika Isaya 52. When next we come, we'll be emphasizing on this strength. Wakati But let's touch every aspect of that our tutaongea juu ya text. nguvu, lakini Isaiah tunaongea sana. 52. Isaya 52. Isaiah 52. Isaya 52. Another thing we saw in our text is, Jambo lingine ambalo tumeona katika somo wetu shake thyself from the dust. ni kwamba jitingizeni kutoka kwenye mavumbi. Shake thyself from the dust. Jitingizeni kutoka kwenye mavumbi. What is that verse actually saying? Ile mstari inasema nini? It's not enough to awake. Haitoshe tu It's not enough to kuamka. awake. Haitoshe tu kuamka. After awakening, Kisha kuamka, remember, kumbuka those virgins, wale mabikira they were sleeping. walikuwa wamelala. Then they awake after they heard the bridegroom is coming. Wakaamka wakati walisikia bwana harusi What anakuja. was the first thing they did? Jambo la kwanza walifanya nini? They did not just awake and started going out. Hawakuamka na kuanza The kutoka Bible nje. said they trimmed their lamps. Biblia inasema wakatayarisha taa zao. They trimmed their lamps. Waliwasha taa zao. Why did they trim their Kwa nini lamps? waliwasha taa zao? To let go of soot. Watoshe You ile know, in taa. those lamps, Unaona katika zile taa. after a period of time, soot will gather on it. Kisha wewe kuitumikisha muda mrefu,
Munakuwa ndani ile mchafu ama moshi. Today technology doesn't let us do all those kind of things again. Leo teknolojia haituruhusu tutumikishe mataa zile za zamani. Technology has taken over all those. Now we have touches, even our phone have touches. Hata masimu zetu zina matochi. That's why if you want to interpret that parable of Matthew 25, kama unapenda kutafsiri ile mfano ya Mathayo 25, don't use today's understanding of touch. Usitumikishe kuelewa leo ya you will miss it. Hautaielewa. You must go back to the ancient days. Utarudi zile siku za zamani. And you must go back to the Middle East to understand. Na because that parable was set forth in the Middle East. Kule mashariki ya kati, kwa sababu ile mfano ilikuwa ni ya kule mashariki ya kati. Amen, amen. So soot had clouded their lamps. Kuna moshi ambao ulifunika taa. So the first thing they did was to trim the lamp. Jambo la kwanza ilikuwa ni kusafisha. So when you awake also, you need to trim. Unahitaji. How do you trim? Unajisafisha namna gani? Shake yourself from the dust. Tingiza kutoka kwenye mavumbi. Shake yourself from the dust. Tingiza kutoka kwenye you mavumbi. have been sleeping all along on the floor. Ukilala chini. Right? Sivyo? You have been sleeping all along on the floor. Ukilala chini. For you to awake, kwako kuamka, you have to shake yourself. Wahitaji kujitingiza. That's why some people when they awake in the morning, ndio maana unapoamka they asubuhi, do like this. Wanafanya hivi. They shake their body. Wanajitingiza, they shake their body. Wanajichunguza wenyewe. So what does it mean to shake yourself from the dust? Nini kujitingiza kutoka kwenye mavumbi? Come away from the earthly. Jitoke kwenye vitu vya kidunia. Remember brother Chris teaching. Kumbuka mafundisho ya ndugu Chris. Dust, mavumbi, is the flesh of man. Mavumbi ndio mwili wa Mungu. And serpent was caused to eat that dust. Naye nyoka alilaaniwa kukula ile vumbi. So by default serpent is feeding on our flesh. Basi nyoka anakulia miili yetu. Our flesh is serpent's food. Miili yetu ni vyakula vya that is why you can have a powerful revival today. Unaweza kuwa na uamsho wa nguvu leo. 2 days later you might just misbehave. Siku mbili baadaye utakuwa surprised how. Utajishangaza my brother, sin is living with you. Ndugu yangu, dhambi inaishi pamoja na wewe. Sin is with you. Dhambi iko pamoja na wewe. So awake. Kwa hiyo amka. Shake yourself from the dust. What does it mean to shake yourself? Jitenge na mavumbi. If you look at fowl, ukitazama chicken, kuku, there's one thing they do. Kuna jambo moja wanafanya. They play in the sand. Makuku zinachezea ndani ya they rest in the sand. Ndani ya mchanga. When they are awake, what is the first thing they do? Wakati zinapoamka zinafanya nini? They do like this. Zinajitingiza. You see dust and things falling. Unaona zitingiza, unaona na mavumbi yanatoka. You see dust and things falling. Unaona mavumbi yanatoka. That's what we must do. Ile ndio tunapaswa kufanya. We shake ourselves from the dust. Those elements of the earth will start dropping. Yale mambo yote ya kidunia itaanza kuanguka. Coming away from the earthly. Kutoka ndani ya kidunia. We arise. Tunaamka. Coming away from the earthly. Kutoka ndani ya kidunia. Shaking yourself from the dust. Unajichunguza kutoka ndani ya mavumbi. We have affiliation with the dust. Tuna vitu vingi but we shake ourselves away from it. Bali tunajitingiza kutoka ndani yake. We deny the flesh and the lust thereof. Tunakana mwili na tamaa zake. Denying the flesh and the lust thereof. Tunakana mwili na tamaa zake. After that, kisha pale you arise. Unasimama. You arise. Unaamka. What does it mean to arise? Inamaanisha nini kwa? We have explained arise in a bit before. Tumeweza kufafanua ile arise. Amka. Shine. For thy light is come. Kwa sababu nuru yako imekuja. You must arise to receive the light. Wapasha basi kusimama kwenda kupokea nuru. You must arise to receive the light. Wapasha kuamka kwenda kupokea nuru. Blessed be the name of the Lord. Bwana Mungu libarikiwe. When you awaken from your sleep, unapoamka kutoka usingizi wako, you arise from your bed. Unaamka kutoka ndani ya usingizi wako. You can open the window. Unaweza kufungua mlango. You can come out. Unaweza kutoka nje. Awake. Unaamka. Arise. Unaamka. Arise to do what? Unasimama kufanya nini? The Bible said, arise and sit down. Biblia inasema usimame na uketi. Are you arising to sit down back on the earth? Je, unasimama kukaa chini duniani? No. Hapana. You are arising so that you will be seated in heavenly places. Unasimama kusudi ukae katika nafasi za mbinguni. You are arising so that you will be seated in heavenly places. Unasimama kusudi ukae katika nafasi za juu za mbinguni. Remember, our spirit is already in heavenly places. Kumbuka roho yetu tayari iko katika. Our soul must come up hither. Basi nafsi yetu inapanda juu. Our soul must come up hither. Nafsi yetu inapaswa kupanda hata. If you don't shake yourself of the dust of the earth, tingiza kutoka kwenye mavumbi ya kidunia, it will disturb your soul from going up. Itasumbua nafsi yako kupanda juu. It's like a magnet. The prophet gave an illustration. Ndugu Branham alipeana mfano fulani. He said that the magnet will be drawing. Alisema ile magnet yako itakuwa inashushwa chini. He gave an illustration of in a factory. Alionyesha jambo fulani katika. They bring a heavy magnet. Katika viwanda wanaleta simaku to collect all metal scraps. Kuweza kuleta chuma zote. The magnet will lift up every metal scrap. Alafu ile magnet itapandisha ile chuma zote. But there can be a metal that is screwed to the ground. Bali kunaweza kuwa chuma ambayo imechikwa ndani ya udongo. No matter what the magnet does. Ijalishi kama ile magnet that one will not move. Ile haiwezi kutikisa. That one that is screwed to the ground. Ile ambayo imeweza kuwekwa. So when we refuse to shake ourselves from the dust, kutoka kwenye we are typing
that metal that is screwed to the ground. Tunakuwa mfano wa ile chuma ambayo imewekwa. Yes, our raw material is the ground. Ndio tumetengenezwa kutoka ndani ya mwili. But we must not be screwed to the Bali ground. tusikamatane na ile mavumbi. We are eagles, and eagle is not an earthbound bird. Tuko tai na tai haiko utai mwana. We are heavenly bound birds. Tuko ndege za kibinguni. Shake yourself from the dust. Jitingize kutoka kwenye The mavumbi. prophet preached a message. As the eagle stares at nest, Tai anavyo pigana. the prophet said, the eagle will give birth. Anasema tai atazaa. When the eagle is making a nest, Wakati tai anatengeneza she nyumba will bring yake, pricks and thorns, anaweka pia mwiba, set it. anaweka Then she will mwiba, put feather. alafu anaweka manyoa, She lays her eggs. anaweka After mayai. laying her eggs, the babies come out. Weka pale mayai, mtoto anatoka ndani. Then when it comes to the age when those babies, those eaglets should fly, Wakati vile vitoto vinapaswa kufikia they refuse to kuruka, fly. vinakataa They kuruka. refuse to fly. Vinakataa You know what the kuruka. mother will do? Unajua kile ambacho mama She will use atafanya? her beak and remove all those Mama feathers. tai anatumikisha ile midomo yake When she remove all those feathers, Anapotosha ile the manyoya. thorns and the pricks will start disturbing, mwiba inaanza kusumbua, disturbing, inaanza kusumbua, disturbing, inaanza kusumbua, disturbing those babies, inasumbua zile those watoto. eaglets. Zile watoto They will tai. now fly by reason of the disturbance. Wataanza kuruka kwa sababu wanasumbuliwa. If you are a child of Ukiwa God mtoto wa Mungu and you are refusing to fly as an eagle, naona akataa kuruka kama tai, God will bring you to situations Mungu atakuleta kwa that will hali warrant you to fly like an ambayo eagle. itakusababisha kuruka kama God tai. doesn't pamper. Mungu yeye habembelezi He's not raising chickens. He's raising overcomers. If you refuse to fly naturally, anakomalisha watu you ndani. refuse to know that you have power to pray for the sick, Ukitaka hata kujua you kama will bring unaweza you to kuombea wagonjwa. situations that the only option you have is to pray for the sick. Atakuleta kwa hali ambayo utakuwa ndani kuombea Pastor wagonjwa. told us of a brother. Pastor told us of a brother. Mchungaji atambia jua He ndugu had yake belly pain overnight. alikuwa na maumivu ndani ya tumbo. The first person he called was the doctor. Mtu wa kwanza alimuita alikuwa When mchungaji. pastor was told, I just don't want to talk. The first person in the night, you have such a thing. The first person you should call is your pastor. Ukipata maumivu kama ile, mtu wa kwanza unapaswa kumpigia ni mchungaji It was wako. after he had called the Hapana doctor. daktari. He knows that the doctor cannot do anything. Anajua It's kwamba daktari night. hawezi kufanya. He now called the one that has spiritual connectivity. Mwile wa usiku That is wrong. ile ni makosa. You should call your pastor first. Muite kwanza mchungaji wako. Call your pastor first. Muite mchungaji wako kwanza. He cannot come physically, Haiwezi kuja but he kimwili. can send words. Bali anaweza kutuma He can send words. Anaweza kutuma maneno. He can be here physically. His words will come. Maneno yake yatakufikia. His words will come. Maneno yake And yatakufikia. it will do what it wants Na to do. itafanya kile ambacho After anataka pastor prayed for kufanya. him, he got recovered and all that. Kisha mchungaji kumwambia He akapona. now later went to the hospital. The hospital Baadaye said, akaenda kwenye it's just a hospitali. little something. Wakamwambia ni jambo tu kidogo. In the night, Ndani ya usiku. when you have such kind of Ukiwa na maumivu experiences, kama the haya. first person you should call is Mtu your wa kwanza pastor unamwona before your kumuita ni doctor. What can your mchungaji doctor wako. do? Kabla Can he come down at that time? Daktari wako atafanya nini? But your pastor can send words. Bali mchungaji wako anaweza kutumia maneno. Remember that centurion. Kumbuka ule. Don't come to my house. Usikuje nyumbani kwako. Oh, where is that faith? Oh, imani ile. Don't come to my house. Usikuje nyumbani kwako. Say the word. Tuma tu, sema tu. Say the word. Sema tu neno. Say the word. Sema tu A neno. man under authority. Mtu ambaye iko Where is our authority? Mamlaka yetu We iko say we wapi? are children of authority Tunasema today. tu watoto wa Where is our mamlaka leo. authority? Mamlaka yetu iko wapi? Amen and amen. Amen. Shake yourself from the dust. Tingize kutoka kwenye mavumbi. Shake yourself from the dust. Tingize kutoka ndani ya mavumbi. Arise Amka. and sit down. Na ukae chini. To sit down back on the earth. Kurudi tena No. kwenye mavumbi. Arise to hapana. heavenly places. Upae kwenye nafasi za kimbingu. Put away the works of the flesh. Jitenge na kazi za mwili. Crucify matunda ya the mwili. flesh and the lust thereof. Sulubisha mwili na tamaa zake. Like the prodigal son, Kama mwana he mpotevu shook himself from the dust. alijitingiza kutoka ndani ya mavumbi. He came to his senses. Akakuja kuelewa. He came to his true self. Alikuja kwa Let's see yeye whether we mwenyewe. can just touch that parable. Acha tuone kama tunaweza kugusia ile mfumbo katika kitabu cha Luka. Luke. Kitabu ni cha Luka. I think Luke 15. Nawaza ni Luka ni 15. Luke 15. Luka ni Look at verse 17. mstari wake wa 17. And when he came to himself, alipojichunguza, and when he came to himself, alipozingatia moyoni mwake. all along he was staying with swine. Ile muda yote alikuwa anakaa na nguruwe. He was staying with pigs. Alikuwa anakaa na nguruwe. But he came to himself. Alafu When he came to himself, what did he do? He alipozingatia shook himself from the pigs. moyoni I mwake, have no business with you. akajichingiza A kutoka kwenye pig nguruwe. is an abomination to an Israelite. Nguruwe ni tukizo kwa It's Israeli. a type of sin. Ni alama ya It's a dhambi. type of the works of the flesh. alama ya As kazi za believers, mwili. Kama waamini. come to your true self. Shake yourself from the works of the flesh. Chingizeni kutoka kwenye kazi Like za the mwili. prodigal son, he shook himself from the Kama pigs. mtoto wa mpotevu He alijitingiza said, what am I kutoka doing kwenye with nguruwe. pigs?
He came to himself. Akajizingatia He started mwenyewe. asking himself certain Kaanza questions. kujiuliza yale What maswali. am I doing with pigs? Niko nafanya nini na What am I doing with sin? nguruwe? What am I doing with a Niko fake? nafanya nini na When God has the na original. hii ya mbovu na When my father has the original. Baba yangu Why are you romancing sin? Kwa nini When unabadilika you can receive the Holy Ghost and live a life of purity. wakati unaenda Why kupokea are you Roho playing with sin? Na- When you can na- receive the na- Holy na- Ghost kuishi maisha matakatifu. and live a life of Kwa nini sanctification unacheza na and live a dhambi? life of Unaenda kupokea Roho honor. Mtakatifu. Shake yourself from the Kuishi maisha ya dust. utakaso. Shake yourself from the Jitengeze dust. kutoka ndani ya He mavumbi. came to himself. Akakuja kwa yeye mwenyewe. He came to himself. Akakuja kwa yeye mwenyewe. Let's go back to our anchor text, Isaiah 52. Turudi kule kwenye Isaya We are 52. rounding up Tunaenda kumalizia. because I don't want to stretch it. Tupende kuifanya mrefu. Isaiah 52. Isaya The 52. next thing we saw in our text is what? Jambo lingine ambalo tumesema katika somo letu ni nini? After that, lose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Ujitenge Zion. viungo vyako shingoni yako, ewe binti. Lose wa Sayuni. thyself Ujitenge. from the bands of thy neck. Jifungue kutoka viungo vya shingoni mwako. What is the bands of your neck? Viungo vya shingoni yako ni nini? What is the bands of your neck? Viungo vya shingo lako ni nini? Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. If you read the parable of that prodigal son, Ukisoma ile fumbo ya mwana let's just mpotevu. start reading from verse 17. Tuanze kwake kuanzia kwenye mstari wa 10. And when he came to himself, Alipojizingatia yeye mwenyewe, he said, akasema, how many hired servants of my fathers babangu ana watumishi wangapi? have bread enough and to spare, Wana mkate ya kutosha na hata waliakwacha. and I perish with hunger? Na mimi niangamie nipotee Look at na what he njaa. said in verse 18. Ona anachosema katika mstari wa I will arise. nitaondoka. That means he had been sleeping all along. Ilimaanisha kwamba alikuwa amelala. He had been playing all along. Alikuwa He had akicheza. been joking all along. Alikuwa akicheza. I will arise Akasema nitasimama, and go to my father, nitaondoka na niende kwa babangu. and will say unto him, Nami nitamwambia, Father, I have sinned against heaven Baba, and before nimekosa thee, juu ya mbingu na mbele yako. and am no more worthy to be called thy son. Sistahili tena kuitwa mwanao. Make me as one of thy hired Nifanye servants. mmoja wa watumishi Now look wako. at verse 20. Mstari wa 20. And he arose. Akaondoka. I hope people will arise after this message. Natumai watu wataondoka. I hope people will awake after this Watu message. wataamka kisha hiyo. And he arose Akaondoka. and came to his father. Akaenda kwa babaye. But when he was yet a great way off, Alipokuwa bado mbali, his father saw him babaye alimuona. and had compassion Akamhurumia. and ran Akakwenda. and fell on his neck Akaenda mbio akaanguka shingoni mwake. and kissed him. Akambusu. Where did the father fall? Kwa nini baba alianguka? On his neck. Shingoni mwake. If you don't lose the bands of your neck, Kama hupoteze viungo vya there's shingoni no mwako, place for the father to fall and kiss you. hakutakuwa na nafasi kwa baba kuanguka na kukubusu. If you don't lose the bands of your neck, Usipopoteza viungo vya shingoni mwako, God is the father in this context. Mungu ndiye baba mwenye haki. There is no place for God to fall and kiss you. Hakuna nafasi ambapo Mungu ataanguka. The na Bible says the kukubusu. father fell on his neck. Biblia inasema Mungu alianguka. But if Baba there alianguka are kwenye bands shingo around yake. his neck, Bali pakiwa na viungo kwenye shingo how will the yako, father fall on that neck? baba ataanguka namna gani kwenye hiyo So shingo? these bands of thy neck, Hivi viungo kwenye shingo these are those things, ni vile vitu, actions, matendo, words, maneno, thoughts maongezi that blocks God the ambazo Father zinamzuiza Mungu Baba from falling on your neck kuangukia kwenye shingo lako and filling you with kisses of his love. na kukujaza na busu za upendo zake. God wants to fill you with kisses of his love. Mungu anapenda kukujaza na When you kubusu go za to the upendo book of wake. Ecclesiastes Kienda katika kitabu cha or Mhubiri Solomon, cha Solomon. let him kiss me with the kisses of his mouth. Let's go to the Song of Solomon, Tusome ile katika wimbo wa chapter 1 verse 2. sura ni ya kwanza mstari wa pili. Let him kiss me with the kisses of his mouth. Kubusu busu kwa kinywa chake. Let him kiss me with the kisses of his mouth. Acha ni busu na busu za kinywa chake. For thy love is better than wine. Maana upendo wako ni mzuri kuliko mvinyo. It's only when you lose those bands of Ni your neck wakati unapoteza ile viungo kwenye shingo that lako, God can fall on your neck Mungu ataanguka shingoni mwako and give you the kisses of na love, kukupea zile kubusu za the upendo kisses of his mouth, na kubusu za an kinywa chake, expression of his love, ile kuonesha upendo an wake, expression of his ile love kuonesha upendo that is wake better than wine. ambayo iko mzuri kuliko Arise. mvinyo. Amka, Shake yourself from the dust. Singizeni kutoka Sit in kwenye heavenly mavumbi. places. Kaa nafasi za Lose mbinguni. the bands of your neck. tumikisha
viungo vyako. Lose the bands of your neck. Poteza viungo vya. Because that is where the Father wants to Pale follow. ndipo baba anapenda kuangukia. That he may kiss you with the kisses of love. Kubusu na if you are on the verge of backsliding, kwenye fasi ya kuanguka, if you are going astray, kama huko unapotoka njia, return. Rudi. Lose the bands of your neck. Ufungue viungo. The Father is willing. Baba yuko The tayari. Father is waiting. That is the only place where the Bible shows God running. Ile ndio fasi pekee ambapo Mungu The Bible says while he was yet far away, Biblia inasema alipokuwa ngali the Father ran to him. Baba akakimbia kwake. You that you think that you have sinned so much that God doesn't regard you anymore. Ile ambao unawajua kwamba umefanya The moment you decide to come back to him, it is God that will run after you. It is God that will run after you. He runs after you that he may fall on your neck and kiss you with the kisses of his mouth. The true love. The agape of God. Let's start talking to the Lord. Start talking to the Lord. Start talking to the Lord. This is just like a background. When next we come, we will critically examine strength. Tutaongea kirefu katika zile nguvu. We will critically examine divine strength. Tutanenea kirefu katika nguvu za kiungu. So let someone start talking to the Lord. Acha basi mtu aanze kuomba. Start talking to the Lord. Anza kumuomba. Start talking to the Lord. Anza kuomba. Save me from the sleep of death, O Lord. Niokoe katika usingizi wa kifo. Save me from the sleep of death, O Lord. Niokoe na usingizi wa kifo Bwana. Save me from the sleep of death, O Lord. Niokoe na usingizi wa kifo Bwana. Awaken me, O Lord. Niamshe o Bwana. Awaken me, O Lord. Niamshe o Bwana. Fill me with strength in the inner man. Fill me with strength in the inner man. Fill me with strength in the inner man. Awaken that I might be awakened. That I might be awakened. Awake thou that sleepest. Arise from the dead, and God shall give you light. Oh, Father King of glory, help me to awaken from my slumber. Help me to awaken from my slumber. Father, I need capacity to withstand pressure. I need capacity to withstand pressure. I need capacity to withstand pressure. Fill me with strength in the inner man. Fill me with strength in the inner man. Help me to awake from this sleep. Help me not to sleep the sleep of death. Help me not to sleep the sleep of death. Help me not to sleep the sleep of death. Must Jesus bear the cross alone, another world go free. Oh, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. The consecrated cross, I'll bear till death shall set me free, and then go home my crown to wear, for there is a crown for me. Gracious Father, we thank you at this time. We know that at a later time we will come. We will be looking at practical steps to accessing this strength. We will be looking at men that executed strength in scriptures. Father, we pray that you will help us. As I have dealt with this first part of this message, even dealing with the sleep of death, why we must awake, why we must lose the bands of our neck. We pray, King of Glory, that you will help us. You will help us to awake indeed. You will send your light to our eyes. You will cause us to be strengthened with might in the inner man. Oh, Father, if there be any sick amongst us, we claim their healing in the name of Jesus. We pronounce them healed in the name of Jesus. Thank you, King of Glory. Thank you, Lord of Hosts. Even as we spoke about garments, if you are still running around with a filthy garment, the price for your salvation has been paid. Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. If you want to give your life to Christ, anybody by whom you get this message from, contact the person and he will guide you. Thank you, King of Glory. Thank you, Lord of Hosts. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Amen.
Amen.